Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Rafiki yangu, ndugu yangu, mahali popote unaponitazama sasa, ni kipindi cha saa ya urejesho na Nabii Lwambano. Nipo kwenye madhabahu majira haya kwa ajili ya kusema na wewe ndugu yangu, baada ya kuingia mwaka mzuri, mwaka wa neema, mwaka wa Mungu na mwanadamu, na kukaribisha mahali popote pale ulipo, ambaye umekuwa mwaminifu sana wakati na saa zote kuweza kufuatilia kipindi hiki cha saa ya urejesho. Namshukuru Mungu wa mbingu na nchi kwa kuwa leo nipo kwenye madhabahu sasa kwa ajili ya kukaribisha wewe rafiki yangu, ndugu yangu, mwanangu, mahali popote pale ulipo, ambayo unaweza kunifuatilia majira haya kwa ajili ya kupata jambo la muhimu sana kwa habari ya mambo yajayo. Ndiyo, mwaka 2026 tume-announce na tumeutangaza kwa ni mwaka wa turnaround for a new season, mwaka wa mgeuko kabisa kwa ajili ya majira mapya. Na umekuwa ni mwaka ambao mwanadamu unahitaji kumtegemea Mungu zaidi. Ni mwaka ambao unahitaji sana kujihatarisha, mwaka ambao unahitaji sana kujitolea, mwaka ambao unahitaji sana maelekezo ya kimungu. Kwa hiyo nikukaribishe sana kwenye kipindi hiki kizuri cha saa ya urejesho mahali popote pale ulipo. Yes, kama umefanikiwa kuingia kwenye hiyo link na umebaitika kuniona, ni vizuri ukanipa taarifa ya kwamba Prophet Lwambano tuko pamoja, na Mungu wa mbingu na nchi atakubariki. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha saa ya urejesho mahali popote unaponifuatilia, mahali popote pale unaponifuatilia. Yes, karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Wherever you are mostly welcome. Yes, karibu sana kwenye kipindi kizuri cha saa ya urejesho na Nabii Lwambano. Niko mahali hapa kwenye madhabahu jioni leo kwa ajili ya kusema na wewe, kwa ajili ya kuongea na wewe, lakini kwa ajili ya kuweza ikiwezekana kupokea message zako na kuweza kusema lolote ambalo ungeona linafaa na kunishirikisha kwa habari ya mwanzo wa maisha ya mwaka 2026. Mwaka huu umeuanzeje? Tupo kwenye maombi ya siku 21 na leo ni siku ya 3 tu. Leo ni siku ya 3 tu. Na kwa kuwa ni siku ya 3, nimeona pia ni vema nije mbele zako nikuambie kuna malango yaliyo wazi kwa ajili ya majira mapya. Malango yako wazi kwa ajili ya majira mapya. Kumbuka tulisema mwaka 2026 namba 6 ni namba ya mtu. Mungu alimfanya mtu, alitufanya, alitutengeneza, katuumba. Yes, kwa sura na mfano wake, ambao tayari unabii ulikusha kutolewa kwenye Mwanzo sura ya 1 ule mstari wa 26, ambapo Biblia inasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Kwa hiyo Mungu baada ya siku ile ya 6 akakufanya wewe, akakutengeneza, akakuumba kwa sura na mfano wake. Tumeumbwa kwa sura na mfano wake. Lengo kufanyeje? Lengo ni kuliinua na kulitukuza jina lake. Lengo ni kufanyeje? Lengo ni kutawala. Lengo ni kumiliki. Lengo ni kuongezeka. Lengo ni kustawi sana. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba baada ya Yesu Kristo kuja, ni kuhakikisha kwamba tunafanyika kuwa wavunaji walio wema wa mazao ambao tayari yamekwisha kuandaliwa. Yesu alisema kwenye Luka sura ya 10 ya kwamba mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Na Mungu amekusudia kukutuma wewe. Mungu amekusudia kunituma mimi kwa ajili ya mavuno ambayo wako tayari kwa ajili ya ufalme wa Mungu.
na wengine bado hawajapata neema ya kulijua kusudi au kulisikia neno la Mungu kwa ipasavyo. Inawezekana umesikia tu juu, lakini haya ni majira ambayo inawezekana kabisa kupitia wewe wanaweza kulisikia neno la Mungu, wanaweza kulipokea na hatimaye wanaweza kulifanyia kazi na wakafanyika watu wa thamani sana. So karibu sana mahali popote unaponifuatilia. Kumbuka hiki ni kipindi cha Saa ya Urejesho na Nabii Lwambano. Open doors for new season. Milango iliyo wazi kwa ajili ya majira mapya. Niambie unanifuatilia kutokea kwa wapi? Mungu wa mbingu na nchi akulinde, akutetee, akupiganie, akupe afya njema kabisa mahali popote pale ulipo. Najua kuna mipango ambayo ulikuwa umeianzisha mwaka 2025 na sasa uko 2026. Hiyo mipango bado inaendelea. Nataka nikutie moyo kwa kuwa ni mipango mizuri, mipango ya furaha, mipango ya amani, wala usiache. Roho Mtakatifu akutie nguvu kumalizia hii mipango. Inawezekana ni biashara, inawezekana ni kazi yoyote, inawezekana kuna mipango ya ndoa. Yes, umekusudia 2026 uwe ni mwaka wako wa kuoa au ni mwaka wa kuolewa. Binti, mahali popote pale ulipo, hakikisha kwamba hiyo mipango isikatizwe. Hiyo mipango isikatizwe. Hiyo mipango isiondolewe. Mungu anakusudi na wewe. Mungu amekuumba, amekufanya uwe sura na mfano wake. Ametufanya tuwe sura na mfano wake kwa makusudi maalum kabisa. Kuliinua jina lake, kulitukuza jina lake, kumrudisha sifa na utukufu. Yes. Lakini hatimaye tumesema kumrejeshea mavuno, kwa sababu yeye ndio mkulima. Na mpanzi ni Yesu Kristo. Sisi ni wasimamizi. Tumewekwa duniani kwa ajili ya jambo la muhimu, kuliinua na kulitukuza jina la Mungu aliye hai. Yes, wakati unajiandaa useme nini au ucomment nini, subject ya leo nilitamani sana kwenye kipindi cha Saa ya Urejesho kujifunza na wewe kwa habari ya milango iliyo wazi kwa ajili ya majira mapya. Ndiyo, milango iliyo wazi ni mpango wa Mungu ya kwamba kutufanya tuweze kuishi, kufanikiwa na kutawala sana kwa ajili ya malango yaliyo wazi. Malango yaliyo wazi, malango ya baraka zako, malango ya amani, ya afya, malango ya furaha, malango. Kwa hiyo sasa ni muhimu kutambua ya kwamba Mungu amekusudia kufungua malango yaliyofungwa, na mara baada ya anguko la mwanadamu yako malango ya baraka zetu yalifungwa, malango ya furaha zetu, furaha au amani yalifungwa, yakapotezwa kabisa. Lakini kwa neema ya Mungu mwenyewe na kwa upendo wake, yes, akamtoa mwanae wa pekee. Biblia inasema ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ninaongea na mtu ambaye inawezekana unaishi lakini unaona kama hujapewa kibali chochote, kibali cha biashara, kibali cha kazi, kibali cha ndoa, au mahali pale kazini ulipo unaona kama maisha mambo hayaendi. Na ndio maana Roho wa Mungu leo kwa neema na kibali akanipa nafasi ya kukuandalia, wakati tunaendelea na maombi ya siku 21, kuhakikisha kwamba tunajua kumbe kuna malango yako wazi. Tunapokosa kuyajua haya malango ambayo yako wazi, tunafanyika watu tunaulia, tunafanyika watu tusiyojua. Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 19 na ule mstari wa 41 mpaka 44, Biblia inasema kwamba Yesu alipouona mji akaulilia. Yesu Kristo alipouona mji akaulilia, na kisha akasema, laiti kama ungalijua ya kupasayo kuyafanya usinge kuwa hivi leo. Kwa hiyo tunapokosa kujua malango ya furaha yetu, malango ya amani, malango ya matumaini yetu, tunafanyika watu tunaulia, tunafanyika watu ambao tusiokuwa na matumaini ya kesho. Iko neema jioni ya leo, wewe unanifuatilia, iko neema jioni ya leo.
unachopaswa ni kujiunganisha. Sema mimi nimejiunganisha kwenye kwenye mtandao mzuri kabisa hapa Facebook, lakini tutakuwa kule YouTube baadaye. Unachopaswa kusema tu nimejiunganisha prophet. Sema na mimi kwa habari ya malango yaliyo wazi kwa ajili ya majira mapya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema right, kama ungalijua ya kupasayo amani usingekuwa hivi. Unaanza kuona mara baada ya anguko la mwanadamu, hakuna mtu aliyeweza kuishi kwa furaha kama alikosa ufahamu, kama alikosa chochote ambacho angepaswa kuwa nacho. Kila aliyokosa ufahamu alijikuta anaishi kwenye nyakati ngumu, alijikuta anaishi kwenye dhiki na tabu. Biblia inasema kwamba uadui ukaingia, kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Uadui ukaingia kati ya nyoka, uzao wa nyoka, uzao wa yule adui mbaya na uzao wa mwanadamu. Kwa hiyo kuanzia pale hakuna amani tena iliyoweza kuonekana kwa sababu ya ule uadui. Kwa hiyo kazi zetu tunafanya kwa nguvu, lakini matokeo ni machache. Tunatafuta amani sana, lakini majibu ya amani hayapatikani. Ni kwa sababu uadui ulipoingia hakuna tena kilichoweza kufanyika. Biblia yako inasema mara baada ya uadui kuingia, mwanadamu alikosa upendo kabisa na Mungu. Kwa hiyo mwanadamu hakufika kiwango cha kumpenda Mungu tena, na hata kafika mahali Mungu akamtoa mwanadamu kwenye bustani ya Eden. Ukisoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3 ule mstari wa 18 mpaka mstari wa 23, mwanadamu akaondolewa asiwe tena kwenye ulimwengu wa furaha na ulimwengu wa amani. Je, Mungu ana kusudi gani 2026? Mungu analo kusudi na wewe kwa ajili ya malango yaliyo wazi, malango yaliyo wazi, malango yaliyo wazi. Mungu akupe kibali kwa ajili ya malango yaliyo wazi. Yes, Mungu akubariki sana. Malango yaliyo wazi, tunapaswa kutambua kwamba Mungu hafanyi kazi kwa kubahatisha. Mahali popote unaponitazama, unapaswa kujua Mungu hafanyi kazi kwa kubahatisha kwa watu wake. Yaani Mungu hafanyi kazi kwa kubahatisha pamoja na wewe, na ndio maana amekuacha uko hai. Amekuacha uko hai kwa ajili ya kuipambania hatima yako, kwa ajili ya kuipigania kesho iliyo bora. Kumbuka, kesho yako inatengenezwa kuanzia leo. Kesho yako inaamuliwa leo. Malango yale wazi. Pointi ya muhimu kwamba Mungu hafanyi kazi kwa kubahatisha. Mara baada ya anguko la mwanadamu mahali pa, na Mungu alipomtoa mwanadamu kwenye Eden, mahali pa furaha, mahali pa nguvu yake, alimwacha mwanadamu ili aweze tu, anayeweza kugeuka, yani kugeuka na kujitambua yeye ni nani. Moja kwa moja Mungu alianza kusema naye. Mungu alianza kusema naye. Iko mifano mingi sana ya kibiblia, lakini ningetamani kuongea na wewe katika hali ya kuchangamka wakati huu, ukinitia moyo na wewe ukasema mimi nipo profeti kwa ajili ya kutambua malango yangu yaliyo wazi. Pointi yangu ya muhimu, tumetaja andiko la kwanza Luka sura 19 ule mstari wa 41 mpaka 44. Yesu analia kabisa, anamlilia baada ya kuona ule mchi. Analia kama Yesu alililia ule mchi. Je, vipi habari yako wewe wakati anapokuona unaweza kufanya biashara lakini mambo hayaendi? Anakuona unaweza kufanya biashara, anakuona unaweza kujenga, anakuona unaweza kuoa au kuolewa, lakini bado anakuona upo umekamatwa kwenye engo fulani. Yesu, hebu angalia kama aliulilia mji. Vipi kwa habari yako? Vipi unapokosa kuelewa? Yesu ana haja na wewe. Mungu afanye kazi kukubahatisha. Chukua pointi hiyo, bali kila kazi njema unayoiona leo kwa mtu yoyote yule, tambua kuna majira yamehusika, kuna muda umehusika. Haya majira yamehusika kutengenezwa kwa ajili ya wema, kwa ajili ya uzuri wa huyu mtu. Na ndio maana leo unamwona mtu huyu amefanikiwa, amecheza na majira yake, amecheza na muda wake. Hebu tuangalie kitabu kile pia haraka haraka, kwa sababu nataka niseme na mtu mmoja mwaka 2026, kwa sababu kipindi cha saa ya urejesho ni mara ya kwanza kabisa kuanza kuonekana mwaka huu 2026.
Hebu tuangalie kitabu cha Mambo wa Nyakati wa Kwanza, Nyakati wa Kwanza ile sura ya 4 mstari wa 10. Kuna mtu mmoja anaitwa Yabesi. Nimekuona Tumaini Vuo, my daughter, Mungu akubariki sana. Dietrich Nyoni, God bless you. Pastor Doricas, Mungu akubariki. Pastor wangu, bishop wangu, Pastor Eva, God bless you. God bless you, Mungu akubariki sana. Yes, kuna mtu anaitwa Sifiko Kam amesema amen. Baba Akram, Baba Akram, God bless you. Naongelea kwa habari ya malango yaliyo wazi. Usipitwe na somo hili. Malango yaliyo wazi, yani open doors for a new season. Malango yaliyo wazi kwa ajili ya majira mapya. Ni muhimu kujua kuna malango yetu. 2026 tumesema ni mwaka wa Mungu na mtu. Mwaka wa Mungu na mtu wake. Mwaka wa kujitoa sana. Mwaka wa kujidhabihu sana. Mwaka wa kujihatarisha sana. Kwa hiyo hatuwezi kufanikiwa kama tusipofika kiwango cha kutambua kwamba kuna malango ambayo yako wazi kwa ajili ya kufanikiwa. Yako malango yaliyo wazi, na kutamkia malango yako yaliyo wazi uanze kuyaona sasa. Majira haya, kumbuka umejiunganisha na wingu kubwa sana la kinabii hapo ulipo, mahali popote pale ulipo, kwa jina la Yesu Kristo, na kuunganisha na malango ya baraka yako, na kuunganisha na malango yaliyo wazi. Kumbuka huduma ya saa ya urejesho, tuna maombi ya siku 21 na leo ni siku ya 3 tu. Unachopaswa kusema, ewe Roho Mtakatifu nisaidie kuyaona malango yaliyo wazi kwa ajili ya majira yangu mapya. Malango yaliyo wazi kwa ajili ya majira yangu yaliyo mapya. Yes, nilisema tuangalie Mambo Nyakati wa Kwanza, Nyakati wa Kwanza ile sura ya 4 mstari wa 10. Kuna mtu anaitwa Yabesi mahali pale. Yes, karibu sana Apostle James. Karibu, have a seat there. Kuna mtu anaitwa utanisaidia pia, maelfu na maelfu wako online sana sasa hivi. Kuna mtu anaitwa Yabesi. Kumbuka point yangu ya msingi nimesema pale Apostle Alpha. Nisikize vizuri. Point yangu ya msingi nimesema Mungu hafanyi kazi kwa kubaitisha. Mungu anafanya kazi kwa uhakika, kwa sababu yeye ni Mungu anayejua mambo yote. Yeye ni Mungu ambaye anaweza mambo yote. Yeye ni Mungu ambaye yuko mahali pote. Hebu tumwangalie Yabesi mahali pale. Yabesi mahali pale ni vizuri sana. Tukasoma ile andiko. Apostle James, nisaidie tuangalie Nyakati wa Kwanza. Yes, Nyakati wa Kwanza sura 4 na ule mstari wa 10. Tumwangalie Yabesi kwanza. Tumesema ni mwaka wa mgeuko, turn around for a new season or for a new life. Ni mgeuko, tunahitaji kubadilika kwanza ili tuweze kufika kwenye majira yetu mapya. Kuna mtu anaitwa Yabesi pale. Tutaangalia habari zake kwa muda mfupi. Kuna maelfu na maelfu wanatufuatilia hapa. Hebu tuangalie sura ya 4 mstari wa 10 peke yake. Anasemaje? Huyo Yabesi akamlingana Mungu. Anasema huyo Yabesi akamlingana Mungu akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli. Unaweza kuwa anasema lau kwamba ungenibarikia kweli kweli, ndio, na kunizidisha hodhi zangu. Kumbuka tumesema open doors for new season. Amen. Kila mmoja ana majira yake mapya. Lakini majira haya mapya hayawezi kuyafikia mpaka milango yake ya hayo majira yamekuwa wazi. Amen. Anaona kama anaongea na mtu hapa. Amen. Kila mmoja anayo majira yake. Ndio maana nikasema Mungu afanye kazi kwa kubaitisha. Mungu anaangalia wakati unapokuwa tayari kugeuka, yeye anaanza kufanya kazi na wewe. Amen. Kwa sababu Mungu yeye si Mungu wa kubaitisha. Yeye ni Alfa na Omega. Anaanza na wewe kikamilifu na anamaliza na wewe kikamilifu. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na Yabesi alipojigundua tu kwamba kumbe kuna malango yaliyo wazi, lakini mimi nimewekwa kwenye malango yaliyofungwa. Number 1, anasema akamlingana nani? Mungu. Na alipomlingana Mungu akukaa kimya. Naongea na mtu mmoja hapo ananifuatilia, wako wengi sana. Nimesema tu
mtu mmoja aseme, Roho Mtakatifu nisaidie kuyatambua malango yangu yaliyo wazi kwa ajili ya majira mapya. Bwana Yesu asifiwe. My point is, my son, tukasema kwamba kila mmoja ana majira yake mapya, lakini hataweza kuyajua haya majira mapya mpaka pale malango yake yamekuwa wazi. Mpaka pale malango yake yamekuwa wazi ndio furaha inakuwepo. Kwa nini? Kwa sababu kila kazi njema ambayo leo tunaiona kwa mtu yoyote, nimesema tambua, mtu huyu alicheza na majira. Amen. Aliyajua majira, alijua muda. Kwa hiyo unapokosa kujua majira yako, unapokosa kujua muda uliokuwa nao, huwezi kuingia kwenye new season, huwezi kuingia kwenye majira mapya. Na majira mapya yanategemea sana pale milango yako itakapofunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Milango yako itafunguliwa. Hebu angalia Paulo anasemaje. Paulo anasemaje kwenye Warumi 12. Taangalia pale taratibu, wengi wanatufuatilia hapo. Msiache kucomment hapo. Yes, na mimi nitawasoma bila shaka kwa sababu Mungu amekusudia mema. Haleluya. Mungu amekusudia mema. Haleluya. Kipindi cha saa ya urejesho na nabii Lwambano. Na nabii Lwambano. Kipindi cha saa ya urejesho na nabii Lwambano. Na nabii Lwambano. Kumbuka kila mmoja anayo majira yake na muda wake kwa ajili ya season mpya, kwa ajili ya majira mapya. Yabesi alifanikiwa, my son. Yabesi alifanikiwa. Anasema akamlingana nani? Mungu, kwa ajili ya majira yajayo, ili aondokane lile jina la Yabesi la huzuni. Kwa lazima kwamba number 1 akamlingana Bwana. Alipomlingana Bwana, moja kwa moja akaingia kwenye majira mapya. Kwa hiyo kuna malango yako wazi, kuna milango na malango. Milango yako wazi, malango yako wazi, lakini hatuoni kwa sababu hakuna jambo jingine. Mhubiri sura 10 mstari wa 15, usisome pale. Anasema hadithi za wapumbavu zinachosha, maana hawajui namna ya kuendea mji. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya kuingia mjini hawajui. Kwa hiyo nilisema mwaka huu, kama mnakumbuka, nilisema number 1, Mungu anashughulika na mtu wake ambaye amemuumba kwa sura na mfano wake. Tumesema mwaka wa mgeuko kwa ajili ya majira mapya, kwa ajili ya maisha mapya kabisa. Sasa tukasema kwamba Mungu anashughulika na watu kadhaa wa kadhaa. Nikasema number 1, Mungu anashughulika na watu wapumbavu. Wale wapumbavu leo mwaka huu, wapumbavu ni watu wasiojua chochote. Yeye wanaambi chochote anachoambiwa yeye anakipuuza. Kwa hiyo wale ambao wanapuuza mambo, utakuwa ni mwaka wa wengi sana kukatizwa maisha yao. Ni mwaka ambao hawataweza kumaliza, kwa sababu mpumbavu akiambiwa lolote anapinga, lolote anapinga. Kwa hiyo wengi wataondolewa. Namba 2, tukasema wajinga ni watu wanaochukua nafasi, wanaelewa lakini wanapuuzia vitu. Tukasema watapata majeraha sana. Majeraha kwa maana kwenye mahusiano. Amen. Mahusiano hayatadumu sana. Hao watu ambao ni wajinga, mahusiano yao, kazi wanazofanya, mahali pa kazi, kuna watu wengi wataingia kwenye redundancy. Redundancy maana ni kusimamishwa kazi. Watu wengi mwaka huu, watu wengi hao kwa maana ni wale wajinga peke yao. Wanaweza kusimamishwa kazi, wanaweza kufukuzwa kazi, wana ndoa nyingi zinaweza zikaharibika ndani ya mwaka huu. Kwa sababu gani? Ni mwaka ambao Mungu ana wivu. Mungu ana wivu na watu wake na mtu wake. Mungu ni mwaka ambao Mungu anakusudia kumwona mtu wake anajitolea, anajitoa, anajiingiza kwa nguvu kwenye malango ya baraka yake. Kwa hiyo ni mwaka ambao si mwaka wa mchezo. Amen. Ni mwaka ambao Mungu anashughulika mwenyewe moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tukasema waelevu sasa watafanikiwa sana. Hongera sana binti yangu, ni mwelevu, unanifuatilia hapa. Hebu Mungu akupe neema tu ya kujua mapenzi yake peke yake. Ni mwaka ambao wasiofaa unahitaji kuwaacha kabisa. Yabesi aliachana na wazazi wake. Yabesi aliachana na marafiki zake. Biblia inasema kwamba alienda akamwandama Mungu. Si ndivyo apostle? Akamwandama Mungu. Alafu akajua Mungu ndio suluhisho lake.
Kwa ni mwaka ambao wale wote ambao watadumu sana kwenye kazi kwa bidii, kufanya kazi katika uelevu wa kiwango kikubwa, kufanya kazi kwa uaminifu sana. Amen. Ni mwaka ambao watu hao watabarikiwa sana. Amen. Ni mwaka ambao come on, si unanielewa vizuri? Amen. Wale ambao wana mabosi wao kule kazini watakaozidi kunyenyekea, yani mwaka ambao wa kujitolea, mwaka ambao unafika mahali unajihatarisha, yani bora uonekane kwamba mjinga na watu wengine wakuone kuwa mjinga, lakini kwa sababu Mungu amekusudia kukuinua chini ya bosi uliokuwa naye. Amen. Oh, somebody say amen. Amen. Mungu anakusudia kuona kila aliyonyenyekea kwa kujihatarisha anakwenda kuinuliwa tena. Amen. Anakwenda kuwa hai tena. Amen. Yabesi hakwenda kwa mjomba, hakwenda kwa binamu. Yabesi Biblia inasema akamlingana nani? Mungu. Afu akasema light kama unganibarikia kweli kweli. Unajua majibu yalitokea pale pale. Ni mwaka wa waelevu, mwaka wenye ufahamu. Tukasema Warumi sura 12 ule mstari wa kwanza na wa pili, lakini tutaangalia mstari wa pili zaidi. Hebu angalia mstari wa kwanza. Paulo anakutana na Warumi kule Rumi kule. Anawakuta watu ambao wamejichafua, watu ambao hawataki kuelewa, ni walevi, ni wazinzi, ni watu wa ajabu ajabu. Lakini hebu angalia Paulo anasemaje pale. Anawaambiaje Paulo? Basi ndugu zangu, anasema basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu. Kwanza ninawasihi kwa huruma za Mungu. Ukumbuke unaposema Paulo anaposema nawasihi kwa huruma yake Mungu. Mungu hana utani. Mungu afanye kazi kukubaitisha. Anamjua Mungu yeye. Akisema ndio amesema ndio. Akisema hapana anasema hapana. Akisema wewe hautaenda hauendi. Wewe hautafanikiwa hautafanikiwa. Wewe hautabarikiwa hautabarikiwa. Huyu ni Mungu ambaye tunasema afanye kazi kwa kubaitisha, bali ni Mungu ambaye anafanya kazi kwa majira yaliyo sahihi, kwa muda yaliyo sahihi, kwa maisha ya mtu ambaye amejitolea. Somebody say amen. Amen. Ni mwaka huu, yes, ni mwaka huu Mungu akuonekanie. Mungu akupe kibali. Mungu mwaka huu ni mwaka wa mgeuko. The year of turnaround. Amen. To encounter new season. Ni majira ya kugeuka kabisa hivi. Kuna watu unatakiwa waache. Naongea na wewe binti yangu mahali popote. Naongea na wewe rafiki yangu. Kuna watu unatakiwa kuwaacha kabisa. Amen. Haijalishi how famous they are. Haijalishi how strong they are. Haijalishi how rich they are. Sometimes you should have to leave them. Unahitaji kuacha kabisa. Amen. Kwa sababu Mungu yupo aliyokuumba kwa sura na mfano wake. Ni mwaka ambao Mungu anakwenda kukutafutia marafiki. Mungu anakwenda kutafutia ndugu walio sahihi. Amen. Hallelujah. Amen. Adona kama Pastor Peter unanielewa kule. Unanielewa vizuri. Engineer Elvis unanielewa vizuri. Apostle Alpha unanielewa. Yes, unanielewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni mwaka ambao si wa mchezo. I don't know kama naongea na maelfu hapa. Ningetamani kuona unasema ndio tunakuelewa vizuri. Ni mwaka ambao hulazimishi kugeuka. Bali ni mwaka nimesema unahitaji understanding. Paulo anasema sasa basi na wasihi ndugu zangu kwa huruma yake Mungu, kwa sababu naiona hatari. Enyi Warumi, naiona hatari kwenu. Watu wana kiburi, watu ni walevi, watu ni wazinzi, watu wamechanganyikiwa. Hofu ya Mungu haiko ndani. Paulo anasema mimi na wasihi ndugu zangu, tena kwa huruma yake Mungu, kwa sababu Mungu anaweza kukuua. Mungu anaua upumbavu. Mungu anaua wapumbavu. Naongea na mtu mmoja hapa. Roho Mtakatifu awe juu yako sasa kwa jina la Yesu. Amen. Akufanya uwe na fikra na fahamu mpya. Receive now in the name of Jesus. Amen. Pokea fikra mpya, fahamu mpya. Usio miongoni mwa wapumbavu watakaouawa. Amen. Anasema na wasii. Anaendeleaje bwana? Anasemaje bwana my son? Itoeni miili yenu. Number 1, itoeni miili yenu. Iwe dhabihu iliyo hai. Iliyo dhabihu iliyo itoe. My spiritual father amesema this year is the year of sacrifice. Ni mwaka wa kujidhabihu kabisa. Amen. Ni mwaka wa kujihatarisha kabisa. Anasema itoeni miili yenu. Anasema nini? Iwe dhabihu
iliyo hai. Sio dhabihu peke yake. Namuona pale engineer ananiambia na kufuatilia kabisa, Roho Mtakatifu nisaidie. Yes, anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu safi. Ni mwaka ambao unahitaji tu uelewa mdogo sana. Pokea kwa jina la Yesu. Amen. Pokea uelewa kidogo sana. Amen. Ni mwaka ambao unahitaji sana kujijua sana. Unahitaji kujitambua. Amen. Yani to realize yourself, to understand yourself. Anasema ujitolee, itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo safi. Anaendelea anasemaje pale mwanangu? Iliyo hai, takatifu. Iliyo hai na takatifu, ya kumpendeza Mungu. Ya kumpendeza Mungu. Ndio ibada yenu. Na hiyo ndio ibada. Oh, hallelujah. Amen. Come on. Anasema na hiyo ndio ibada yenu. Nimewaambia kwamba lazima tufike mahali tugeuke. Biblia inasema mti uangukiapo huko huko utalala. Iwe ni mashariki au kaskazini, iwe kusini au magharibi, utalala huko huko. Kwa hiyo kwa kuwa tumesema huu ni mwaka, the year of turnaround. Amen. Amen. To a new season. Au tunasema the year of turnaround, to encounter new season. Yaani unafikia lazima ukabiliana na majira mapya. Ni mwaka ambao unahitaji kung'oa watu wasiofaa. Amen. Ni mwaka ambao unahitaji kupata muda, yaani kuona kwamba muda uliowahi kupoteza mwaka jana, muda uliopoteza juzi, mwaka huu hata sekunde usipoteze. Amen. Kwa sababu Mungu ana haja na wewe. Amen. Mungu ana haja na wewe. Amen. Mungu ana haja kwenye ndoa yako. Amen. Mungu ana haja kwenye ubinti wako. Amen. Mungu ana haja kwenye umama wako. Amen. Don't give up. Don't give up. No matter what people terms against you. But yes, God loves you. Mungu anakupenda. God loves you. Mungu anakupenda. Don't, come on. I don't know if somebody understands Kama me. kuna mtu ananielewa. Unachopaswa, haya ni majira ya wewe na Mungu. Amen. Nisaidie kusema haya ni majira ya mimi na Mungu. Haya ni majira ya mimi na Mungu. Kumbuka mwanangu, mwaka huu kuna watu ambao nimesema hawajawahi kuona wakikataliwa. Mwaka huu kuna watu watakataliwa kabisa na watu waliowategemea sana. Kwa sababu tumesema wapumbavu watauawa, wajinga watajeruhiwa, waelefu watafanya nini? Watafanikiwa sana. Point tatu. Ningetamani mtu ananitazama aseme ajue hizo point tatu. Wapumbavu watauawa, wajinga watafanya nini? Watajeruhiwa sana, waelevu watatoboa sana. Kwa sababu Mungu yeye afanye kazi kubaitisha. Ukasema Mungu ni Mungu anayekwenda na majira. Mungu ni Mungu anajali muda. Muda ni muhimu sana. Kwa lazima watu wasituzingatie muda. Mwaka 2026 ni mwaka wa turnaround. Mwaka ambao waliosema kwamba wewe huwezi, wanakuona mwaka huu unakwenda kuweza. Waliosema kwamba wewe utachelewa, wanakuona wewe umewahi. Wanakuona kwamba waliosema kwamba utakufa, ndio kwanza wanakuona unaishi. Kwa sababu ni mwaka wa Mungu mwenyewe na wewe. Amen. Somebody say amen. Amen. Ni majira ya Mungu na mtu. Ni majira ya Mungu na kazi za mtu. Amen. Ni majira ya Mungu na ndoa ya mtu. Amen. Ni majira ya Mungu na huduma ya mtu. Amen. Ni majira ya Mungu na kipawa. Amen. Somebody say amen. Amen. Kwa hiyo kila anayemwamini Yesu Kristo, hapo tusiache, lazima matarajio yake makubwa ni kuwa karibu na Mungu. Amen. My point is, tukasema tuache ujuaji mwingi. Wajinga na wapumbavu wana ujuaji mwingi. Biblia inasema mara baada ya mwanadamu kupotea, mwanadamu akawa tena hana mvuto tena. Mwanadamu akawa hana tena mwendo tena maishani. Maisha ni magumu. Hebu angalia, Kaini anamwinukia ndugu yake Abeli. Hizi roho sipo. Yaani inafika mahali mtu ndugu yako kabisa unamwinukia ndugu yako kwa sababu ya kufanikiwa tu. Hiyo ipo. Unakutana kwenye huduma, mnakutana kwenye kazi, mna kwenye biashara, mtu anakuona. Hasa mwaka huu wale wote ambao watakao wainukia vibaya wana wa Mungu, Mungu anachukua nafasi. Amen. Mungu anakwenda kunyonga. Amen. Mungu wa mbinguni, huyu Mungu huyu ambaye ni Alfa na Omega, huyu Yawe ambaye ni Yesu Kristo, safari hana utani, kwa sababu ana mpango kuseti ile paredi na gwaride takatifu umewajia. Huu ndio mwaka wa kuseti paredi takatifu. Sema paredi takatifu. Kwa hiyo Mungu hatakubali kuona
watu wake wanaonewa, watu walio wanyofu wanaonewa. Mungu hayuko tayari hivyo. Tunaposema milango iliyo wazi tuna maana gani? Haraka kwa mnanifuatilia, milango, open doors, open doors, open doors. Tunapoongelea open doors tuna maana gani? Maana ya vitu vifuatavyo. Number 1, tumesema haraka kwa sababu nimeona watu wananifuatilia wengi sana. Tutasoma zile comment zao baadaye. A lot of people wanatufuatilia sana. Niko hivi, tunaposema open doors, sasa kibiblia na katika hali ya kiungu naelezea, au katika ile prophetic katika ule muktadha wa kinabii, tunaposema open doors, number 1 tunamaanisha opportunity, fursa. Amen. Number 2 tunamaanisha direction, mwelekeo. To direction kwa new direction. Amen. Mwelekeo mpya kabisa. Amen. Lakini number 3 tunaposema open doors tunamaanisha kuinuliwa, to be up, spiritual uplifted, kuinuliwa kiroho. Tunasema vile financial uplifted, kuinuliwa kiuchumi, ministerial uplifted, kuinuliwa pia katika huduma. Yes, hayo ndo is open doors. Amen. Kwa hiyo ni mwaka ambao unahitaji uelewa. Amen. Unahitaji utulivu. Amen. Na ongea na maelfu hapa. Hebu Roho Mtakatifu wakamate wote wananifuatilia hapa. Amen. Awakamate Roho Mtakatifu, kamata kila moja. Amen. Alionewa miaka 2 iliyopita, alionewa mwaka 1 uliopita, amenyanyaswa kazini, fursa zimezuiwa. Ninaamuru fursa mpya kwa jina la Yesu. Pokea we binti, mahali pako pa kazi, mahali pako pa huduma, fursa mpya, new opportunity. May you receive it in the name of Jesus. Amen. Receive a new direction. Amen. In the name of Jesus. Amen. Yeah, when we are talking about open doors, we do implies that tunasisitiza kwamba there is a new opportunity, kuna fursa mpya, or divine opportunity, au fursa ya kiungu. Yes, a new direction, mwanzo mpya, or divine direction, au spiritual uplifted, kuinuliwa kiroho, financial uplifted, kuinuliwa kiuchumi, ministerial uplifted, kuinuliwa katika area ya kiuchumi. Utaposema open doors, si ni jambo ambalo liko hivi, hapana. Amen. Maana yake Mungu anakupa sasa nafasi ya kuchagua. Amen. Nafasi, open doors. Hebu angalia Adam na Hawa, hebu chukua nafasi hizo. Biblia inasema kwamba Mungu alipoona hawa watu bado wana hali ngumu ya ukaidi, hawataki kurejea kwake. Unajua nini kilitokea? Kwa sababu mlango ulio wazi aliwapa. Wangegeuka tu hapo hivi, wakatengeneza, wakamwambia Mungu, tulikosea, tumevunja zile kanuni, tumeharibu. Adamu asirushe lawama kwa Hawa, na Hawa asirushe lawama kwa nani? Kwa nyoka. Automatically, kwa sababu Mungu aliwatengenezea milango ile wazi, kwa maana aliweka fursa iliyo wazi kwao. Unajua nini kimetokea? Twende mwanangu mstari ule wa Mwanzo sura 3. Utaangalia hapa, tusoma taratibu kuanzia mstari wa 18 mpaka na kuendelea mpaka 22 23. Tusoma kwa taratibu kwa maelfu, na tuangalia hapa ili waone jinsi Mungu anaweza akafika mahali akaachana na mtu asielewa. Mungu ni Mungu ambaye anashughulika na mtu aliyo tayari kuelewa. Mungu ni rafiki wanaoelewa. Mungu sio rafiki wa wajinga. Mungu sio rafiki wa wapumbavu. Yaani Mungu ambaye anadili. Tutarudi kwenye Rumi 12 mstari wa 2. Tutaangalia hapa. Lakini hebu tuangalia hapa. Hii nimeeleza, unapokosa kuelewa unajikuta unaishi kwenye nyakati ngumu. Maki ujui. Tuliona pale Yesu anaulilia ule mji. Lango la baraka, lango la rehema, lango la toba lipo, lakini bado mtu hajui, anaendelea kufanya vitu vya kipumbavu. Kwa hiyo maisha yanakuwa yanamuya magumu sana. Kwa sababu gani? Mungu ameacha open doors. Yaani Mungu amekupa fursa mpya, Mungu amekupa mwelekeo mpya, kwamba haya maisha unaendea sio maisha sahihi. Mungu amekupa pia nafasi, kwamba kuna nafasi, kuna majira ya kuinuliwa, kuna eneo la kuinuliwa. Unachopaswa ni kujitambua.
alafu jitolee kabisa kwa bidii. Mungu anakwenda kuinua kwa kipato hicho kidogo, kwa wazo hilo ulio nao, Mungu anakwenda kuinua. Biblia inasemaje hapa? Anasemaje? Mwanzo 3:18 taratibu anasemaje? Michongoma na miiba itakuzalia. Number 1, kwa kuwa hujaelewa, kuna mwelekeo mpya, kuna fursa mpya. Number 1, michongoma, miiba itafanyaje? Itakuzalia. Nawe utakula mboga za kondeni. Tafsiri yake kwamba unafika mahali ugumu utaupitia, kwa sababu hujajua ugumu huu utaongezeka kwenye maisha yako. Yaani kuna maisha ambayo tunaishi kwenye nyakati hizi, kama mtu asipojitambua ndani ya mwaka huu 2026 atapita kwenye ugumu, hali ya kukataliwa, hali ya kupuuzwa, hali na mwisho wa siku anatelekezwa kabisa. Ni mwaka ambao mtu mwenyewe anapobaitika tu kujitambua, vitu vipya vinafanyika kwenye maisha yake. Amen. Let's go deep over there. Asemaje? Kwa jasho la uso wako utakula chakula. Anasema kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi. Twende mstari wa 19 tuone pale. Maana yake hakuna kupumzika hata utakaporudia ardhi. Wewe utakuwa ni mtu wa shida tu, ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana mavumbi wewe. Nawe mavumbini utarudi, kwa sababu wewe ni mpumbavu. Wewe ni mjinga, umebaki pale. Kwa hiyo tufikia mahali tugeuke. Amen. Kanisa la Mungu tugeuke. Amen. Haya ni majira ya kumwangalia Mungu mwenyewe kwa mwanae Yesu Kristo. Amen. Ni majira ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Kusema Roho Mtakatifu niko hapa, nisaidie. Kila jambo unalofanya hata kama ni dogo, unahitaji kubadilika. Amen. Kubadilika namna kufikiri. Amen. Kubadilika namna kutenda. Amen. Kubadilika namna kufanya maamuzi. Kuna wakati mwingine maisani unaona kabisa huu mwelekeo unaelekea si wenyewe, na 2025 huu mwelekeo ulinitesa kwa sababu nilikuwa nasafiri na watu wasiofaa kabisa. Ni watu ambao wafai kwenye maisha. Unachopaswa, Biblia inasema hivi, open doors, tumesema ni fursa mpya, mwelekeo mpya. Wewe turn around. You should have to turn around. Unapo turn around, it is all about prophetical movement. Inahusu mwelekeo mpya wa kiungu. Yes, it is all about a prophetical movement. Ni mtembeo wa kinabii ambao mwisho wa siku unakutana majira mapya. Kwenye majira yale mapya kuna watu wapya. Hebu pokea basi. Amen. Kuna marafiki zako wapya. Amen. Kuna miradi mipya. Amen. Kuna huduma kule nzuri. Amen. Mahali pale ni pazuri sana. Unajua, just imagine wakati Mungu anasema na Ibrahim kwamba toka wewe, yani geuka kutoka kwa nani? Kwa wazazi wako. Geuka, kwa sababu kuna tendo la kinabii linakwenda kuonekana. Wewe Ibrahim, acha kuchelewa hapa. Kwa sababu gani? Mimi naona Kanani, naona uzao wako kitawala kule Kanani. Unachopaswa wewe tu ni kugeuka. Lakini kabla ya uzao wako kufika Kanani, mimi ni Mungu na kubariki kwanza. Kwa Ibrahim alibarikiwa kwanza kabla ya kizazi chake, kabla ya wajukuu zake. Yani ile kitendo cha kukubali kuturn around, Mungu anakutanisha na watu walio sahihi. Come on, turn around my son. Unapofika, unapobadilika, mnanitazama maelfu na maelfu. Ukikubali kubadilika, ni maumivu kubadilika. Kugeuka ni maumivu, kwa sababu najua kuna eneo adui alikulaza. Alijua kwamba utabaki hapo hapo na utaondoka hapo hapo. Iko neema kwenye madhabahu ya saa ya urejesho. Amen. Umefumbuliwa sasa. Amen. Unachopaswa ni kugeuka taratibu. Najua ni maumivu kugeuka, lakini ujue ni wakati wa Bwana wawe kukuingiza kwenye majira mapya. Majira ambayo utashangiliwa. Amen. Majira ambayo shangwe itakuwa ni sehemu yako. Amen. Furaha itakuwa ni sehemu yako. Amen. Somebody say amen. Amen. Tumefika pale, umeona ile andiko. Ukienda pale mbele mstari wa 20 na 21 anasemaje? Tuangalie yani namna gani Mungu anapokuona unachelewa, Baba anakufukuza kwenye eneo la ubora. Ni aibu sana. Usio wewe. Mungu akikuona unachelewa, yani humuelewi, anakutibua kwenye ubora wako. Anakuondoa kwenye heshima. Anakutoa kwenye eneo la nguvu yako, kwa sababu ufai. Anakupa maelekezo. Bwana anapea hizi ni instruction ambazo
Ungekuwa mtu wa kawaida leo hii ungesema Mungu inatosha, yaani kwa mpaka mafumbini hapana. I surrender Lord to you. Ninanyenyekea Bwana, nimekukosea Mungu wangu. Huyu jamaa Adamu akajifanya kwa gangwe. Hebu angalia story zake pale mwanangu. Ule mstari wa ngapi? Ona Adamu anachokifanya pale. Huyu mzee wetu jamani, anasemaje pale? Bwana Mungu akafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi. Kwa sababu ya kuendelea kuwa makaidi, Mungu akasema okay, bado. Ndio maana akasema Mungu hafanyi kazi kwa kubaitisha. Mungu anafanya kazi kwa mtu complete. Yaani Mungu anakupa kile unachokistahili. Mimi mbona sijatoboa? Mimi kinafanya kazi kwa bidii sana lakini mapato kidogo. Mungu anakupa kile unachostahili. Amen. Afanye kazi kwa kubaitisha. Hallelujah. Anasemaje pale? Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden. Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden. Ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Ailime hiyo ardhi ambayo hiyo, ukumbuka alishaikasi hiyo ardhi, alishaitolea laana. Alafu anampa hiyo ardhi ailime, ambayo kwa maneno mengine tayari alikusha kuitolea laana, alishailaani. Nini kinaendelea pale mbele? Hebu angalia Adamu anachokifanya. Mstari wa 24, basi akamfukuza huyo mtu. Akamfukuza kwa sababu bado haelewi. Naongea na mtu mmoja. Amen. Kuna watu wangapi wamefukuzwa kwenye hatima zao? Unanifuatilia hapa. Ni watu wangapi? Ni mara ngapi unajikuta unafanya kazi karibu unafikia mwishoni wa kuvuna au mwishoni kupata matunda hiyo kazi, ghafla unapata hasara? Hii ni tatizo la kukosa kubadilika. Naongea na watu wengi, nakutana nao, utasikia kwamba mimi nililogwa, mimi no. Mungu anahitaji understanding. Wajinga na wapumbavu ndo wanarogwa. Mwelewa hawezi kulogwa. Mwelewa yuko na Mungu aliye hai. Analogwa saa ngapi? Mwelewa anajua majira, anajua nyakati anazoishi. Tumeona Yabesi nyakati zake, nyakati za kuishi, akamgeukia Jehova, akamgeukia Mungu. Lau, kama ungenibarikia mimi kweli kweli, naam, sitakuacha. That's the point. Hebu angalia Adamu hapa, nini kinaendelea? Anasema akawafukuza. Chukua point hiyo. Mungu anasema na wewe kwa namna nyingi sana. Mungu anasema na wewe kazini kwako. Mungu anasema na wewe kwenye huduma yako. Amen. Sisi huduma ya saa ya urejesho tuna maombi ya siku 21. Leo ni siku ya 3. Tunajifunza mambo mengi makubwa ya kwamba kumbe kila mmoja ana majira mapya. Lakini haya majira mapya yamefungwa. Majira haya mapya huyaoni. Ni majira mapya lakini yamefungwa. Come on. Twende mwanangu ule Ufunuo sura ya 5. Tutaangalia hapa Revelation chapter number 5. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka tutasoma vipengele vichache pale. Yes. Tutaona jinsi watu wanavyofungwa. Ukifungwa, umefungwa, majira yako kishafungwa, nimesema unaishia kulia. Majira yako kishafungwa, unaweza kuchukuliwa ukawa mtumwa sehemu. Majira yako yakishafungwa, muda wako kifungwa, unakuwa mtumwa. Huwezi kuamua chochote kwa sababu majira yako yamefungwa. Kuna watu wamekamata na majira. Kuna walinzi wako pale, wanalinda, wasimamizi wakubwa wanalinda na majira, kwa sababu ni majira ya neema, majira ya kibali, yamefungwa na mwendo huna tena. Hebu angalia Revelation chapter number 5. Anasemaje? Chapter number 5. Tuanze verse 1. Alafu nitakwambia unaruka taratibu pa tuone. Anasemaje? Kisha nikaona katika mkono wa kuume. Kisha nikaona Yohana, huyu Yohana. Anasema nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliketi katika kwa mkono wake yeye alioketi katika kiti cha nini? Cha enzi. Katika kiti cha enzi. Kitabu kilichoandikwa. Sasa kile kitabu kimeandikwa ndani. Naomba unielewe vizuri. Kuna kitabu kimeandikwa ndani. Kilichoandikwa ni nini? Kwenye new season kuna promises za kutosha. Kuna ahadi za kutosha. Amen. Kuna migodi mahali pale.
kuna maisha mazuri yako pale. Ndio maana nasema spiritual father akasema it's the year of sacrifice. Yaani ni mwaka wa kujihatarisha tu ili uweze kuingia pale. Sio jambo rahisi. Hebu angalia pale, sema akaona kitabu kilichoandikwa ndani yake. Kimeandikwa nini? Hakijasema. Pastor Peter anaelewa vizuri. Kimeandikwa nini? Hajasema nini kilichoandikwa. Lakini kuna kitu kimeandikwa mle ndani. Lakini ili uweze kusoma na kujua kilichoandikwa ndani ya kitabu, kuna vitu kuna jitihada ambazo unahitaji uzioneshe. Kuna jitihada ambazo unahitaji kwamba ujidhihirishe kwamba I can make it. Na hii hapa si jitihada kawaida, ni jitihada ya kujisacrifice. Ni jitihada ambazo za kujihatarisha, ni jitihada ambazo za kugeuka. Huu mgeuko ni mgeuko wa hatari. Unageuka, mbavu zinauma. Unageuka, kuna watu unaachana nao. Unageuka, kuna vitu unaachana nao. Unageuka, kuna ahadi unaachana nazo. Kuna ahadi za kutosha unaachana nazo kwa ajili ya new season. Oh! Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu twende pale, anasemaje? Nini kinaendelea pale maisani? Kimetiwa muhuri 7. Hii kitabu kimeandikwa ndani, lakini kimetiwa mihuri 7. Let's go deeper haraka. Nikaona malaika mwenye nguvu. Anasema kaona malaika mwenye nini? Mwenye nguvu. Mwenye nguvu. Akihubiri kwa sauti. Mighty angel ana preach kwa sauti. Ana preach nini? Ni nani astahiliye kukifungua? Ni nani astahiliye? Ni nani astahiliye? Ni nani anaweza kugeuka? Uwe mgeuko wa kiungu. Amen. Divine turnaround. Kuna sikamoni mgeuko wa kiungu. Yaani unaona vijana hapa, vijana ambao wamefika bado wamedumu kwenye ulimwengu wa uzinzi muda mrefu, na yuko church ameshindwa kuacha ulevi, ameshindwa kuacha umbea, ameshindwa uongo, ameshindwa kuacha. Sasa leo nawapeni dawa, ni kukubali kugeuka. Anasema kuna mighty angel ana preach. Anasema ni nani atakayeweza kukifungua hicho kitabu? Nini kinaendelea? Majibu yake yanasemaje pale? Na kuzivunja muhuri zake. Sio kukifungua tu kitabu, bali kuvunja mihuri. Kwa sababu kuna mihuri iko pale. Ili uweze kukisoma, ili uweze kuingia kwenye majira mapya, lazima kwanza uvunje hapo. Anasemaje pale tena mwanangu? Wala hapakuwa na mtu mbinguni. Hapakuwa na mtu mbinguni. Wala juu ya nchi. Wala juu ya nchi. Wala chini ya nchi. Wote wanakimbia. Umeona? Wote wanakimbia. Tunataka sasa, ni mwaka ambao Mungu anahitaji kumwona mtu mmoja anasema niko tayari. Amen. Here I am my Lord. Use me however, whatever. Yes. Yes. Here I am my Father. Here I am my Creator. Here I am. Hapa nipo Baba. Yes. Yaani sio mwaka ujanja zile mbinu za, hapana. Kumbuka nimesema ni mwaka, tunaposema open doors, tunasema ni fursa mpya, mwelekeo mpya. Sasa kitabu kipo, lakini kimefungwa hicho kitabu, si ndivyo? Ndani kimeandikwa. Kimeandikwa nini? Inaweza kimeandikwa ahadi za kutosha. Imeandikwa namna ya kujiondoa kwenye umaskini mtu anaopitia. Hicho kitabu kimeandikwa, kuna procedures mle ndani, kuna principles mle ndani, lakini sasa kimefungwa. Maskini. Angels anasemaje mwanangu pale? Hakuna aliyeweza kukifungua hicho kitabu, wala hakuna aliyeweza kukifungua hicho kitabu, wala kukitazama. Nami nikalia sana kwa kuwa. Anasema nami nikalia sana kwa kuwa. Unakumbuka pointi ya muhimu pale mwanangu, nilisema unapokosa kujua chochote unaisha kulia. Unapokosa kujua solution unalia. Na Mungu hana shida na kilio chako. Mungu anataka tufikie mahali upate uelewa. Ukishapata uelewa moja kwa moja, yeye akuoneshe njia ya kufanikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Open doors for new season. Kwa ajili ya msimu mpya. Open doors for new season. Kwa ajili ya msimu. Kuna malango yako wazi kwa ajili ya majira mapya. Tunahitaji tu uelewa. Tunahitaji nini kinaendelea pale? Anasemaje? Na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia. Asa mmoja wa wale wazee sasa, usilie. Akamwambia usilie. Hebu angalia. Ni mwaka ambao umeona sasa shida ile. Huyu mtu alilia sana. Akalia na hakuna mtu aliyemwonea huruma. Tukasema mwaka 2026 ni mwaka wa Mungu na mtu. Namba 6 ni namba ya mtu, ni namba yetu. Kwa hiyo ni namba ambayo hatuhitaji kucheza kwa ubaya.
tunahitaji kucheza kwa wema, kucheza kwa uzuri, kumsikia sana Mungu, kuhakikisha kwamba tunapata maelekezo yaliyo sahihi kwa ajili ya kesho yetu. Ni mwaka ambao wa maandalio ya kesho, maandalio ya mwaka wa mabadiliko, mwaka wa dhabihu, mwaka wa sacrifice, mwaka wa maumivu, mwaka wa mateso. Inabidi tu uteseke kwa ajili ya generation yako. Inabidi tu uumie sehemu fulani kwa ajili ya breakthrough, kwa ajili ya kuleta fursa mpya, kwa ajili ya kutengeneza mwelekeo mpya, kwa ajili ya kuinua watu wengine kiroho, kwa ajili ya kuinua watu wengine kiuchumi, kwa ajili ya kuinua watu wengine kihuduma. Ni mwaka ambao nimesema watu ambao hawatatambua, ni mwaka ambao watauawa. Huduma za watu nyingi zitakufa, huduma za watu nyingi zitakufa, uchumi utayumba, ndoa nyingi za watu zitaharibika, kwa sababu Mungu ana wivu na mtu mmoja. Amen. Kama ni wewe sema mimi na nguvu. Amen. Hallelujah. Amen. Alipona pale anasema kalia, alipolia nini kiliendelea? Usilie. Unaweza kulia, Mungu anakuacha tu kama ulivyo. Sio kwamba yani Mungu anakuacha tu, lakini anasema kuna sauti pale anasema usilie. Nini kinaendelea? Tazama simba aliye kabila ya Yuda. Tazama simba aliye kabila ya Yuda. Yuda. Shina la Daudi. Shina la Daudi. Yeye ameshinda apate kuzifungua. Yeye ameshinda. Ndio maana nikasema huyu simba wa kabila la Yuda ni Kristo Yesu. Amen. Yeye ameshinda tangia mwanzo. Maana alikubali kuwa sacrificed. Alichinjwa kwanza kwa ajili ya mtu mmoja. Mtu mwenyewe ni wewe hapa. Amen. Mtu mwenyewe ni wewe hapa. Amen. Mungu akufanya jambo jipya sasa. Amen. Akufanyia jambo jipya, unanifuatilia mahali popote pale. Amen. Nasema na biashara ya mtu na kazi ya mtu. Amen. Nasema na nafsi ya mtu hapa. Nasema na moyo wa mtu. Nasema na maisha ya mtu hapa kwa jina la Yesu. Wewe ambaye tayari umekuwa connected online kwenye kipindi cha saa ya urejesho, naamuru uvuvio mpya wa Roho Mtakatifu kwako. Amen. Kwa jina la Yesu usiku wa leo, uvuvio mpya kwenye nyumba ambao unalala, nyumba ambao umepanga, nyumba ambao umejenga, lakini hulali usiku. Nataka nikwambia mwaka huu Mungu anakwenda kuingilia hapo. Unachopaswa ni kuelewa tu kwa jina la Yesu. Amen. Unaanza kuelewa, funguka, fungua. Usio mtu wa kuonewa tena, na hautakuwa mtu wa kuonewa tena. Amen. Unachopaswa ni kujua tu kwamba unaongea na mwana wa agano, mtoto wa agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Jiunganisha hapa na niambie unanifuatilia kutokea kwa wapi. Kama ni Dodoma, basi tambua Dodoma tuko hapa Ihumwa, wala sio mbali sana kutoka Dodoma mjini. Tuko hapo, ukifika hapo kama unatoka mjini utashuka Flamingo. Ukishuka Flamingo uliza kanisa kubwa sana la Victory Faith, madhabahu ya saa ya urejesho. Hapo utakutana na nabii Rwambano na sio mwingine, mimi hapa. Mungu akubariki sana. Kama unatoka Dar es Salaam utashuka Ihumwa, uliza kanisa nzuri la Victory Faith, basi utakutana na Prophet Luo au mwana wa agano. Mungu akubariki sana. Unaye nafasi ya kubadilika, unaye nafasi ya mgeuko. Hebu niambie hapo kwa comment yako mgeuko. Hebu angalia, anasema, anamwambia mtu usilie. Ewe Yohana usilie, ewe Glory usilie, ewe Ana usilie, ewe Tumaini usilie, ewe Dorcas usilie, kwa sababu simba wa kabila la Yuda ameshinda vita vyako. Ameshinda kwenye afya, ameshinda kwenye biashara, ameshinda kwenye kazi. Amen. Yuko simba wa kabila la Yuda. Mungu mwenye wivu sana. Yes. Wewe mwaka huu utakuwa umekamatwa na Mungu mwenye wivu. Hata acha aone mateso, hata kubali. Hayani, Mungu hayuko tayari kabisa kuona unalia tena. Hautalia sasa katika jina la Yesu. Hautalia kesho in the name of Jesus. Hautalia kesho kutwa katika jina la Yesu. Amen. Unachopaswa kujua tu kwa kiwango gani, badilika tu. Apostle, watu wabadilike. Amen baba. Wajibadilike, na kubadilika ni maumivu. Nimesema unapokubali kugeuka, kuna marafiki unaachana nao, kuna ndugu unaachana nao, huduma zitasheki, huduma zinayumba. Wewe achana nayo. Kuna new direction there. Amen. Kuna new season there. Amen. Na ukumbuke kila mwelekeo wa kiungu kuna watu tutawakuta pale. Amen. Kuna watu tutawakuta pale. Amen. Nafikiri watu wananielewa, na ndio maana wengi wana comment hapo, wananielewa. Naona kabisa hapa naambiwa
Anasema amen baba, na kufuatilia nikiwa Ihumwa. Huyu ni Pastor Dorcas. Mungu akubariki sana. Anasema Pastor Eva anasema nawapata vizuri nikiwa Dar es Salaam. God bless you my wife. Yes, Mungu akubariki. Huyu ni engineer. Mwaka huu ni mwaka wangu, iwe kwako katika jina la Yesu. Amen. Pastor Dietrich Kinyoni anasema Roho Mtakatifu nisaidie kuyajua majira yangu mapya kwa ajili ya mgeuko, iwe kwako in the name of Jesus. Amen. Haya ni majira mapya. Tumaini Mvua anasema ndio, tunakuelewa. Anasema baba, nipo na kuelewa na kutamkia majira mapya mahali popote pale ulipo. Amen. God bless you. Mungu akubariki. Hebu tuangalie jinsi gani nimesema, kuna point nimeeleza hapo. Point ya muhimu hapo hapo, kama unaandika na wananifuatilia wanaandika. Unapokubali kugeuka, tukasema Mungu anakupatia mwelekeo mpya. Tunakubaliana? Ndio. Lakini Mungu anakupa fursa mpya. Sasa kuna eneo la muhimu sana kuliangalia. Unapogeuka ndani ya mwaka huu, naongea na watu, unapokubali kugeuka tu hivi, Mungu akuache, kwa sababu yeye ndio mlinzi wetu. Tumesema Mungu alipomuumba mwanadamu siku ya 6 alipumzika. Aliona siku ya 7 alipumzika. Siku ya 6 alimuumba huyo mtu. Alafu anasema baada ya kumuumba tu mtu siku ya 7 akaona kila kitu alichokifanya kiko sawa na sahihi. Si ndivyo? Kwa hiyo tunapokubali kubadilika, tumesema unapobadilika Mungu anakupa mwelekeo mpya, unaitwa mwelekeo wa kiungu, sio mwelekeo wa kibinadamu. Maana kuna watu lazima waache. Kuna watu lazima utaachana nao. Nikasema wakati mwingine kuna wengine hata kazi, kwa sababu kuna mwelekeo mpya kule na kuna majira mapya kupale. Kwenye mwelekeo mpya Mungu anakwenda kukupatia watu wengine wapya. Amen. Sio watu kama wale waliokuwa nao ambao inawezekana walikuwa nakusaidia huku anakusema. Yaani mtu anakupa gift, ukigeuka hivi anakusema. Mtu anaweza kufariji usipokuwepo, anakuponda. Sasa mwaka huu 2026 haitakuwa hivyo kwa wale ambao walikubali kugeuka. Amen. Turn around. Wanageuka tu pa. Nabii, Mungu anakutanisha na nabii ambaye ndio aliyopokea mwelekeo mpya. Yes. Mchungaji. Amen. Mungu anakupa mchungaji, rafiki mwezio ambaye amekubali kupelekwa kwenye mwelekeo mpya. Amen. Biashara, Mungu anakuunganisha na biashara nyingine na mtu ambaye ni expert kwenye business. Amen. Ili kwamba wewe upokee maisha mengine mapya. Amen. Sasa sikiliza, hebu tuangalia pale utagundua. Ngoja nitoe story kwanza, alafu watazamaji wangu watanewa. Kuna mtu anaitwa mzee baba yetu wa imani, anaitwa Ibrahim. Biblia inasema Ibrahim ametumika sana chini ya baba yake kwa muda wa zaidi ya miaka 75. Baba yake mzazi na wazazi wake, akitumika pale kwa ajili ya kufanya makafara na kuishi tamaduni za wazazi wake pale Uru wa Kaldayo, akiwa pale na mpaka ameoa akiwa na maisha magumu sana. Hali ni ngumu, hamna baraka yoyote. Ibrahim ambaye leo anafanyika kuwa baba wa imani. Tumpigie makofi Ibrahim. Si mchakato rahisi kwenye kufikia hatima yako. Hakuna mchakato rahisi. Kila hatima iliyo bora imepiganiwa. Amen. Kila maisha mazuri unayoona ya mtu leo, haya maisha yamepiganiwa. Amen. Kila unayemwona leo ana majumba na magari na everything. Tuachana maisha kirokole yale ya kusema kwamba mimi bwana sina haja kujenga nyumba, sina haja ya magari, mbinguni tutakwenda kuishi. Mimi siongelea hivi. Mimi naongelea kila unayemwona leo anaishi, anamiliki vitu, kuna gharama amezilipa. Amen. Sasa ndivyo navyosema mgeuko wa kinabii, tunasema prophetic turnaround, si ndio? Ambao matarajio yetu makubwa ni kukutana na majira mapya. Nikasema kwenye majira yale mapya, Pastor Eva, kwenye majira yale mapya kuna marafiki wapya.
kuna ndugu zetu wapya ambao hawa si wajinga. Mungu ameshawa recruit maalum, amewatengeneza maalum, ili wewe Apostle James utakapoingia kwenye hayo majira, Mungu anakuunganisha na huyu rafiki. Amen. Anakuonesha nini cha kufanya, nini usifanye. Amen. Kwa sababu ni mwaka wa Mungu na mtu. Haleluya. Amen. Sasa Ibrahim anaitwa na Mungu kwenye Mwanzo sura 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Hebu soma pale maelekezo ya Mungu. Angalia maelekezo ya Mungu kwa Ibrahim, utaona mambo ya ajabu sana yako pale. Display pale watu wangu wa nguvu, watu wa Mungu aliye hai ambao wanaipenda saa ya urejesho na kanisa zuri la Victory Faith Dodoma, Tanzania, wapate kulisoma ile andiko. Hebu angalia story ya Ibrahim. Ni story ya ajabu sana. Uponyaji wowote unatokea mara baada ya kujigundua na kuanza kugeuka. Unapogeuka unakutana na watu sahihi, watu walio wa kariba yako. Amen. Watu ambao pia wamekuzidi, lakini kwa ajili ya wanaitwa waunganishaji wa hatima, destiny connectors. Alafu wasaidizi wa hatima unakutana nao pale ambao wanaitwa destiny helpers. Nini kinaendelea pale? Mmoja anasema Mungu akamwita Ibrahim, akamwambiaje? Akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi. Hiyo sio hiari, anamwambia toka wewe, kwa sababu mimi ninaona kuna mwelekeo mpya. Mimi ni Mungu, naona kuna fursa mpya. Mimi na Mungu naona kuna kuinuliwa upya tena. Come on Jesus, kuna kuinuliwa upya tena. Amen. Anamwambiaje pale? Angalia, toka wewe katika nchi yako. Toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako na nyumba ya yani, achana na maisha ya wazazi wake, achana na maisha ya jamaa. Ndio lazima turn around ni gharama. Turn around ni gharama. Kuachana na unapobadilika hivi, kuna watu unawaacha, kuna ndugu unawaacha, kuna marafiki unawaacha nao kabisa. Nini kinaendelea pale? Anasemaje? Uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Uende katika mpaka nchi nitakayo. Ibrahim kimsingi hajui nchi hii ni nchi gani, lakini Mungu anamwambia toka wewe, achana na wazazi wako. Najua unawapenda, najua kuna marafiki ulikaa nao 2025. Najua kuna watu ulianza nao makampuni, ulifungwa nao kampuni, uliingia nao kwenye corporation mbalimbali. Najua kuna watu ambao umeanza nao huduma. Najua ulitegemea kwamba hao watu wangekutia moyo, wangekufariji kwenye hiyo huduma uliokuwa nao. Sawa, tunajenga mwili wa Kristo, lakini kumbuka, nyuma ya hao watu wanakupiga, nyuma yao wamekudhorotesha, nyuma yao wanakutakia mabaya, hasa wanapoona tu kile kiwango ambacho unachomwamini Mungu kinapoinuliwa. Amen. Rafiki zako wanakuchekelea, wangoni unasema kubiheka pangende kumoyo lutimba rungi. Ya unacheka moyoni, unacheka mdomoni, lakini moyoni huku unamsagia meno. Unamsagia meno. Unamsagiaje meno? Huyu mtu amebarikiwa na Jehova. Mungu ameona majira ya kiungu, ameona lazima mimi ni Mungu. Anasema na kutoa Ibrahimu hapa Uru, sio pako hapa. Mimi naiona Kanani. Mungu anaiona Kanani yako hapo ulipo, sio kwako. 2026 ni muda wa kumwambia Mungu, umeniumba kwa sura na mfano wako. Sasa nimekubali kugeuka. Najua mgeuko wangu mbavu zinaniuma. Najua mgeuko wangu maumivu, kuachana watu ambao walikuwa kulisha vyakula na we akili yako ilituni kwamba hivi vyakula ni vyakula sahihi. Sio jambo rahisi kweli. Ukiachana nao hawa watu, utagundua ulikuwa unalishwa makombo. Bwana rudia tena. Unapoita spiritual turnaround, ambayo tunaielezea prophetical turnaround, kuna watu unaachana nao. Wakati mwingine utaki kuachana nao kwa sababu hujafunguliwa fahamu zako. Utakapoachana nao, maumivu kuachana na rafiki, maumivu kuachana na kazi isiyokuwa na nini na faida,
iliyo njema. Ni tabu kuacha kazi ambayo ilikupa mkate mdogo wa kila siku, ni shida. Lakini utakaposema tunageuka right now, nageuka hivi, ghafla unaanza kugundua kumbe kile chakula nilichokuwa napewa na jamaa kilikuwa ni makombo. So Ibrahim, ukisoma mstari wa 2 na 3, anasema basi Mungu akamwambia, angalia mstari ule wa 3 anasemaje? Nami nitawabariki wakubarikiwa. Number 1, mimi nakupa baraka. Sikiliza Ibrahim, acha kiburi. Naongea na mtu mmoja hapa. Amen. Acha nisikilize tu. Najua unampenda baba yako, najua unapenda mama yako, unapenda ndugu zako. I am the Lord, I am a creator. I know you. Nakufahamu. Wewe ondoka nayo. Naona kuna mwelekeo mpya, naona kuna marafiki wapya kule. Amen. Naona kuna ndugu wapya kule. Kuna mtu naongea naye hapa. Amen. Kuna mtu naongea naye hapa. Amen. Nimekupata Dietrich Kinyoni, lakini nimekupata Dennis Kulwa. Haya ni majira ya mimi na familia yangu. Amen. Dennis, my son, God bless you. Iwe kwako katika jina la Yesu. Iwe kwako in the name of Jesus. Amen. Majira mapya yawe kwako. Majira mapya yawe kwa familia yako. Amen. Majira mapya iwe kwenye biashara na huduma. Naamuru sasa kwa jina la Yesu. Amen. Kama nabii wa Bwana nimesimama kwenye madhabahu ya saa ya urejesho. Naamuru majira mapya in the name of Jesus Christ. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Majira mapya, wala usiogope. Kuna marafiki wako wapya, kuna ndugu zako wapya. Wewe geuka tu, kubali kugeuka right now. Geuka. Ni maumivu najua kuna watu watakucheka, najua kuna watu watakuona kama umepotea, lakini akanikwambia hiyo mgeuko wa kinabii upotei. Amen. Hii inaitwa prophetic turnaround. You cannot lose anything. Hauwezi kupoteza chochote. Hii ni prophetic, my son. Prophetic turnaround, my daughters. Nataka niwaambie hupotezi chochote kile. Amen. Hebu angalia, anasema yoyote ataka kubariki atabarikiwa. Yaani mara tu, kwa maana hiyo nini? Ibrahimu alipokubali kufanya nini? Kugeuka, ghafla anapata neno la kinabii ambalo linakwenda kumpa ulinzi. Oh, shatarababosiko. Amen. Oh. Amen. Kuna mtu mmoja hapa naongea naye, yaani ameshaanza kugeuka kuanzia jana. Alipogeuka tu tayari ameanza kupata taarifa mpya. Iwe kwako in the name of Jesus. Amen. Unasubiri nini? Kugeuka, turn around. Kuna majira yanachosha, kuna maisha yamekuchosha. Mungu ametupa namba ya kinabii, namba 6. Namba yetu ya kinabii ni mgeuko. Unapogeuka ni maumivu. Nimesema utaachana na ndugu, utaachana na marafiki, lakini sikiliza, unapogeuka tu unapata divine instruction. Unapata maelekezo ya kiungu. Very good. Amen. Unapata maelekezo ya nini? Ya kiungu. Anasema kwa kuwa Ibrahim umegeuka. Sikiliza, yoyote atakaye kulani wewe amelaaniwa. Yoyote atakaye kubariki wewe amebarikiwa. Amen. Hallelujah. Amen. Somebody say amen. Yoyote, nini kinaendelea mwanangu? Sasa sikiliza, Ibrahim anatoka hapo, ndio anapata sasa mwelekeo mpya. Nikwambie, twende mstari wa 8. Kwa alipoambiwa tu anapata mwelekeo. Ndio maana nikasema open doors. Maana yake nini? Maana yake ni fursa mpya. Maana yake nini? Mwelekeo mpya. Maana yake ni kuinuliwa kiroho, kuinuliwa kihuduma, kuinuliwa kiuchumi. Naongea na mtu Mungu ampe sasa nafasi. Amen. Ibrahim mara baada alipopokea zile divine instruction akapata mwelekeo mpya. Anaona kuna mwelekeo. Mstari wa 8 anasemaje pale? Kisha akaondoka huko. Akaondoka hapo Uru. Akaenda mpaka mlima uliopanda. Akaenda mpaka mlima upande gani mwanangu? Wa mashariki. Mashariki mwa nini? Wa Betheli. Mwa Betheli. Mahali pa Mungu hapo. Amen. New direction hasa. Tumpigie makofi Ibrahim. Tumpigie mtu makofi ambaye anageuka. Naiona kesho ya mtu hapa iliyobarikiwa. Amen. Naona kesho mwezi wa 3 unaokuja kuna mtu ataleta funguo za gari hapa. Amen. Kushuhudia Mungu ametenda. Shauku yake ilikuwa ni gari. Amen. Lakini Mungu tu anakuhitaji geuka kwanza. Amen.
Tatizo umekuwa nalo kila wakati unapotaka kuplani kupata usafiri wako, mambo mapya na magumu yanatokea kwenye familia yako. Unasikia shangazi anaumwa, kwa inabidi umsaidie shangazi. Unasikia mtoto wa binamu anaumwa, inabidi umsaidie binamu, of which ni nzuri sana, lakini hapo unakuwa stagnant, unapigiwa maktamu eneo moja. This time ni wakati mwingine unahitaji kuwa katiri kabisa. Mungu anakusudi, kwa sababu tumesema ni mwaka wa Mungu na mwanadamu. Shangazi yako hatakufa wala mjomba wako hatauawa. Mungu anataka wewe upate mwelekeo mpya, na unapofika kwenye mwelekeo mpya Mungu anakupatia marafiki wapya. Wala usiogope. Kuna kesho ya mtu uliobarikiwa. Kuna kesho ya kizazi chako kilichobarikiwa. Kizazi chako kinakuhitaji wewe ufanye maamuzi magumu ambayo hujawahi kuyafanya this year. Mungu na mtu wake. Nini kinaendelea? Anasema kaenda mashariki mwa Betheli, akapiga hema, akajenga madhabahu hapo, akamtolea Mungu dhabihu. New direction kwa Ibrahim. Nini kinaendelea? Ibrahim anapata mwendo sasa wa safari mpya ambayo haichoki kabisa. Ibrahim yule mzee hachoki, ndio ameanza sasa maisha mapya, anasafiri. Mungu amempa direction mpya, anasafiri na Lutu. Hebu tumwache habari ya Lutu kwa sababu Lutu ni pazia. Hebu angalia, nikasema unapofika mahali kugeuka, kuna watu lazima uachane nao. Ibrahim japokuwa Mungu alimwambia ondoka wewe, toka nyumbani kwa jamaa zako, ondoka kwa wazazi wako, yeye akasahau, akaondoka na Lutu. Kuna watu unaondoka nao. Watu unaondoka nao. Mungu amekuandalia watu wa hatima yako. Mahali pale tutakwenda kumuona kuna watu wa hatima. Shida tu kwamba watu hawaelewi. Mungu akupa kuelewa kwa jina la Yesu. Mahali popote pale uliompokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, mwaka 2026 natangaza uwe mwaka wako. Kwa jina la Yesu. Ninaamuru ya kwamba Mungu akupe mwelekeo mpya, akuondoe kwenye kitanda ulicholazwa, akuondoe kwenye ugumu wa maisha ambao unapitia. Kuna mwelekeo mpya. Mimi nauita kwa jina la Yesu, mwelekeo mpya uje kwako. Marafiki wapya waje kwako. Ajira mpya ije kwako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Ho rabasiko hurigasi bisa rabasaka tapa kerebo sika tapa papa. In the name of Jesus. Wako watu wanapokea majira yao. Wako watu wanapokea marafiki zao. Wewe haijalishi, achana na huyu nyang'au aliyekutesa mwaka jana. Kuna watu hawafai kabisa kwenda nao. Achana nao. Rafiki yangu, achana nao. Achana nao. Mungu, hebu angalia Ibrahimu historia yake hapa. Anasema alipoachana na wazazi wake akasahau eti akambeba Lutu. Maana ya Lutu ni pazia. Kuna watu wasafiri nao ambao ni pazia kabisa. Wanakuchekelea tu mdomoni, lakini moyoni mwao wana hasira na wewe. Mioyoni mwao wana uchungu na wewe. Kuna gharama kubwa unapaswa kuichukua. Kuna gharama kubwa. Kuna watu haijalishi ni ndugu zako, achana nao kwanza. Kwa sababu Mungu anakupa mwelekeo. 2026 is the year of turnaround. Mwaka wa mgeuko. To encounter kuona new season. Kuona msimu mpya na majira mapya kabisa unakutana. Ibrahimu, hebu angalia, yuko na Lutu pale, kwenda na kwenda. Hebu angalia, bado alipoondoka na Lutu tu Mungu akaacha kusema naye. Sahihi. Yaani Mungu anakupa direction mpya. Mungu anakupa mwelekeo mpya. Mungu anakupa fursa mpya, opportunity mpya. Lakini bado kuna tabia unaondoka nazo. Tabia za uvivu, tabia za maneno, tabia za kusengenya watu, tabia za hiki na kile, tabia. Yaani ni jitu la ajabu huko kwenye dunia. Wewe ni mtu, na unashangaa ni mtu mchungaji kabisa, anahubiri lakini anasengenya watu. Wewe ni mchungaji unasengenya watu. Wewe nabii, sawa, Mungu anakutumia, lakini bado unasengenya watu. Unafanya vitu vya ajabu. Vitu kama hivyo Mungu anaona ni pazia kwako. Hey, kumbuka maisha nimesema tunaposema open doors, maana yake tumesema nini? Tumesema new opportunity. Fursa mpya. Tumesema fursa mpya, safi sana. Tumesema new direction. Mwelekeo mpya, sio hivyo? Tumesema uplifted, spiritual uplifted. Na kuinuliwa kiroho. Unainuliwa kiroho.
tukasema vile financially uplifted, na kuinuliwa pia kiuchumi, unainuliwa kiuchumi. Lakini pia tukasema ministerial uplifted, kuinuliwa pia katika unainuliwa, lakini pia kwenye marital status uplifted, mambo ya ndoa pia, mazingira ya ndoa. Kwenye ndoa watu watainuliwa mwaka huu. Amen. Waliokubali kubadilika. Kuna watu lazima tuachane nao. Nisaidie kusema lazima niachane nao. Lazima niachane nao. Lazima niachane nao. Kuna mazingira lazima uachane nayo. Kuna hali lazima uachane nao. Wala usijali hao watu wanakupenda au pengine whatever the case. Kuna kesho, kuna majira mapya. Tutakwenda kumwona Ibrahim kule. Majira Mungu aliyomwandalia ni majira ya ahadi. Yaani kumbuka, Mungu alimwambia nitakufanya uwe. Unasikia? Lakini kabla ni sawa sawa sisi tulivyoambiwa kwamba tutamiliki, tutatawala, tutaongezeka. Hii ilikuwa ni prophetic declaration. Ni matamshi ya kinabii tu. Vitu vilikuwa bado havijakuwepo. Na mpaka hivi leo zile ahadi 9 ambazo Mungu aliziweka kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 mpaka mstari wa 28, ahadi 9 ziko pale. Maana yake kuna watu bado hawajazigusa na kuna watu bado hatujazigusa. Tunahitaji mgeuko. Amen. Ile turn around. Geuko. Are you ready? Uko tayari? Turn around. Mbavu zitakuuma. Badilika tu. Turn around. Naongea na mtu hapa. Amen. Naongea na mtu mmoja hapa. Amen. Nisaidie kusema amen. Amen. Wherever you are. Wherever you are right now, it's your time to receive a miracle working. A miracle working. Miujiza itendayo kazi. Ni wakati wa kupokea miujiza itendayo kazi. Wherever you are, in the name of Jesus, wegeuka tu. Ilifika mahali Ibrahim hasikii tena sauti ya Mungu. Ni kwa sababu amembeba Rutu, anasafiri na Rutu. Kuna watu umebeba nao, kuna watu umesafiri nao, kuna watu unafanya biashara, biashara hazitiki, biashara haziendi. Kuna watu kwenye ndoa yako, ndoa umeizoea kiwango ambacho mume wala huoni upendo kwa mke wako. Kuna watu ambao ni kwa sababu tu ya tabia za kimila, tabia za makabila yenu ambao mnaishi. Sikiliza, Mungu ni Mungu wa ajabu sana. Amekupa huyo mke ili wewe umpende. Love her. Mpende kwa jina la Yesu. Amekupa mume, wewe mwanamke, mheshimu mume wako, mtii mume wako, mtii. Lakini kwa sababu ya mamila, matamaduni ya kwenu yale yamefika mahali yanapora, yananyang'anya tamaduni na mila. Haya mamila yanapora ile haki ya Mungu ndani yenu, haki ya Mungu kwenye familia. Na ndio maana kila kitu unachokifanya ni kigumu, kwa sababu kuna baraka we mwanamke unapomtii mume wako. Kuna baraka we mwanamume unapompenda mke wako. Amen. Kuna baraka za ajabu. Ni turn around. Ni mgeuko tu. Amen. Mgeuko. Ngoja nikwambie mwanangu, sura ya 13 Ibrahim anaendelea kupambana, lakini majibu hayapati sawa sawa. Kwa sababu ana mtu ambaye ni pazia. Kumbuka Mungu alisema na Ibrahim Mwanzo sura ya 12. Ni mpaka Ibrahim alipoachana na Rutu, Mungu akaanza kusema naye tena. Lakini Mwanzo sura ya 14 mstari wa 17, pale ndo majira mapya ya Ibrahim. Mpigie makofi. Mwanzo 14 mstari wa 17 mpaka mstari wa 22 au 23. Haya majira mapya, new season ya nani? Ya Ibrahim, mzee wetu Ibrahim, baba yetu wa imani. Hebu msome pale, anasemaje? Wakati Ibrahim anaendelea kupigana maadui, yani wapinzani wanaendelea. Kadri unavyozidi kugeuka, unavyozidi kuachana watu, unaachana na majira ya sofa, upinzani utakuja kwa kiwango kikubwa kwenye maisha yako. Na wakati mwingine utasema mbona fadhali ningebaki vile vile. Hapana, nataka nikwambie, nikutie moyo, usikubali. Najua wakati unafanya maamuzi ya kugeuka, mwaka wako wa mgeuko, kuna watu watakusema, kuna watu watakuinulia maneno ya ajabu sana. Wewe sema tu, nabii Lwambano rafiki yangu, yule mtu wa Mungu alisema kuna watu nitaachana nao. Amen. Na nataka nikwambie, Mungu ni Mungu mwenye wivu. Wakiendelea kukung'ang'ania wewe, Mungu nimesema naua. Kwa sababu Mungu anakutaka wewe.
Narudia, anakutaka wewe. Amen. Mungu anakutaka wewe, rafiki yangu Abdalla the King. Mungu anakutaka wewe, nimekuona kwa live hapa. Mungu anakutaka wewe. Amen. Mungu hataki wale jamaa zako. Mungu anakutaka wewe na mke wako. Mungu anakutaka wewe na watoto wako. Amen. Mungu anataka taifa. Mungu anapotaka taifa hana mzaa. Mungu anakutaka wewe. Amen. Biblia inasema Ibrahim anaendelea kupambana, anapigana. Kadri Ibrahim anavyozidi kujitambua, ndipo maadui zake wanazidi kumjengea ngome. Nini kinaendelea pale? Abraham aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaoma, ametoka kumpiga Kedorlaoma, na wale wafalme waliokuwa pamoja, na wafalme waliokuwa, angalia, wafalme watu wanajiunga pamoja ili kumpinga Ibrahim. Kwa nini? Kwa sababu Ibrahim, kumbuka, amepata mwelekeo mpya. Amen. Amen. Amepata fursa mpya, si ndivyo? Ni majira ya kwake Ibrahim kuinuliwa, majira ya kwake Ibrahim kufanyika mtu mwingine mpya. Ni majira ya kwake Ibrahim kufanyika mtu aliye bora. Ni majira ya kwake Ibrahim kufanyika baba wa mataifa mengi. Hebu angalia, wafalme wanajipanga kupigana na Ibrahim. Kuna mtu ambaye kwa hapa wanapigana na vita ambaye bado hajaijua. Nataka nikuambie, unisikize kwa makini sana. Hii vita ni kwa sababu vita vya uchumi wako. Hii vita ni vita vya maongezeko yako. Hii vita ni vita ya ubora. Hii vita ni vita ya heshima. Hiyo vita ni vita ya nguvu. Ndio maana wanainuka, na ndio maana wanakupinga. Ndio maana hawataki wakuone unafanikiwa. Haleluya. Amen. Hebu angalia na wale wafalme. Nini kinaendelea mwanangu pale? Mfalme wa Sodoma akatoka kuamlaki. Mfalme wa Sodoma, ninakuona Happy Msilanga, my daughter, God bless you. Mungu akubariki sana. Umesema amen, amen daddy. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Hebu comment hapa afu niambie unanifuatilia kutoka kwa wapi. Na bila shaka Jumapili tutakuwa wote hapa. Jumapili tutakuwa wote hapa. Amen. Lakini kesho Alhamisi tuna kipindi saa 10 kamili. Ni kipindi cha urejesho pia. Lakini tutakuwa tunajifunza zaidi neno la Mungu na maisha, au neno la Mungu na uhalisia wa maisha yetu. Neno la Mungu na uhalisia wa maisha yetu ya kila siku. Tunajifunza, maelfu na maelfu wamepata neema na kibali. Mafundisho yetu ni bure, utaombewa bure kabisa. Lakini pia Mungu atasema na wewe kupitia mtumishi wake. Amen. Bure kabisa. Amen. Hakuna chaji yoyote. Wewe gharama yako ni kuendesha gari na kuja hapa. Gharama yako ni kuhakikisha kwamba unasafiri kwa miguu yako na kuja eneo la kazi. Unakuja moja kwa moja eneo la kazi. Bwana Yesu asifiwe. Nini kinaendelea? Anasema wafalme wameungana ili kumpinga Ibrahim. Si ndio hivyo? Yes. Mfalme Sodoma akatoka. Lakini kuna mfalme mmoja anaitwa mfalme wa Sodoma. Akatoka. Tafadhali mic yangu anisetie vizuri kwa sababu kuna echo naisikia. Mic yangu anisetie vizuri pale. Kuna echo naisikia. Kwa hiyo sasa mfalme wa Sodoma akafanyaje? Akatoka amlaki katika bonde la nini? La Shawe. Bonde la Shawe. Nalo ni bonde la mfalme. Nalo ni bonde la nini? Hebu angalia, mfalme ana bonde lake. Hapo ndio new season. Amen. New friends. Amen. Ya nani? Ya Ibrahim. Kuna majira mapya na kuna marafiki wapya. Ukiwapata hautajuta maishani mwako. Amen. Na Mungu, kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa kwake na wewe, ni mwaka wa kwake Mungu na sisi. Amina. Watu wake. Amina. Ongeza jitihada wewe ambao upo kazini. Amen. Ongeza jitihada, nimesema wewe ambao umeajiriwa. Amen. Ongeza jitihada wewe ambao unalima, mkulima. Amen. Maana yake jihatarishe sana. Wewe ambaye ni mfanyabiashara, punguza starehe. Achana nazo starehe. Wewe ambaye uchumi unaona fedha sio shida kwako, tafadhali hiyo mic na natazama natamani sana iwe seti vizuri sana. Hakikisha unapunguza kila aina ya starehe, kwa sababu ni mwaka ambao Mungu ana wivu na mtu wake.
mwaka ambao Mungu ana wivu kweli na watu wake. Kwa ni muhimu kuhakikisha kwamba unapunguza Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona vizuri hapa. Amen. Ni eneo la muhimu sana kuzingatia hili. Eneo la muhimu sana. Amen. Anasema nakutana na nani pale? Tumalizie wakati tunamaliza kipindi hicho. Na mfalme wa Sodoma. Anakutana na mfalme wa Sodoma. Mstari wa 18, na Melkizedeki mfalme wa Salemu. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu. Akaleta mkate na divai. Akaleta mkate na nini? Na divai. Na divai. Naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Naye alikuwa ni kuhani wa Mungu aliye juu sana. Ndiyo. Akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana. Akasema Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana. Juu sana. Muumba mbingu na nchi. Muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye hai. Ahimidiwe Mungu aliye hai. Aliye juu sana. Aliyewatia adui zako mkononi mwako. Abraham akampa fungu la 10 la vitu vyote. Unaweza kuona Abraham sasa anampa fungu la 10 na hajawahi kutoa fungu la 10 mahali popote. Amen. Anampa mfalme ambaye ana bonde ambapo majira mapya, marafiki wapya. Amen. Mungu akupe majira yako mapya na marafiki wapya. Amen. Amen, amen. Amen. Sasa tukasema kila majira, kila hatua ina majira yake na ina muda wake. Mtu yeyote anapokosa majira yake anaishia kulia. Tulisema Mhubiri ile sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 4, hatasoma. Biblia inasema kwamba kila jambo lina majira yake chini ya jua. Kwa mtu yeyote anapokosa kuyajua majira yake anafanyika kuwa ni mtu wa kupoteza sana. Bali watu wanafanikiwa kujua majira yao ni watu ambao wanateka himaya. Yes. Watu wanateka. Hebu tuende pale, tutasoma pale. Hebu tuangalie Mambo ya Nyakati wa Kwanza ile sura ya 12 na ule mstari wa 32. Hao watu wamejariwa kujua nini majira. Unapofanikiwa kuyajua majira, unafanyika mtu wa kipekee kwenye maisha yako. Amen. Biblia inasemaje pale? Tuangalia pale. Tunakwenda kumaliza, kitasoma posti comment za watu wengi wapo online sasa. Haya ni majira ya mtu kufunguliwa kwake. Anasemaje? Na wana wa Isakari watu wenye akili za kujua nyakati. Anasema na wana wa Isakari watu wenye akili za kujua nyakati. Za kujua nini? Nyakati. Kuyajua yawapasayo Israeli wayatende. Kuyajua yawapasayo Israeli kuyatenda. Vichwa vyao walikuwa watu 200. Vichwa vyao vilikuwa watu wangapi? 200. Na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Ndio point, ndugu zao. Unaanza kuona? Hawa watu wanajua nyakati. Amen. Unapofanikiwa kujua nyakati, manake wewe umekubali kuturn around. Amen. Unapokubali kubadilika, nimesema number 1, unaingia kwenye majira mapya. Amen. Ukishaingia kwenye majira mapya, uendi kuwa mkiwa mahali pale. Unakutana na watu wapya walioshinda. Amen. Mungu akupe katika jina. Amen. Na watu hapo na wananifuatilia, hitajio lao ni watoto. Kabisa. Yaani hitajio lao ni family, mtoto, watoto kwenye nyumba. Mungu ni Mungu, nimesema, anayeenda na majira. Amen. Na hakuna Mungu anafanya jambo kwa bahati mbaya. Amen. Mungu anaheshimu majira. Tukasema Mungu hafanyi jambo, sawa, kazi kwa kubaitisha. Ni Mungu anayefanya jambo kwa uhakika. Mtu anahitaji mtoto, kwa mfano sasa hivi yupo kwenye ndoa lakini amekaa kwa muda mrefu ana mtoto, hawana watoto. Inawezekana mwanaume anamwona mama ana tatizo, na inawezekana mama anamwona baba ana shida. Naongea na mtu mmoja hapa prophetically.
Uponyaji wa haya mambo ni kubadilika. Kuna maeneo, sikiliza. Number 1, unahitaji kujua wewe mwanaume unaishi na huyu mwanamke, unaishi naye katika uhalali? Kuna mtu ananiambia niongeze sauti. Wewe ambao unaishi na huyu mwanaume au na huyo mwanamke, mnaishi kihalali? Je, wazazi wenu wametoa baraka za nyinyi kuishi kama mume na mke? Je, ulipeleka hata mahari? Je, mlepita katika mfumo halisi wa kiungu ili kuweza kuishi kwa pamoja? Ndio maana turn around na wahusu wa watu. Amen. Maki ili uweze kupata hizo baraka za uzao, mama wa mke au baba na mama upande wa mke wanahitaji kutoa baraka. Amen. Maana Biblia inasema waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Neno heri au blessing, baraka. Blessing ndio unapata baraka za uzao. Amen. Baraka za kuheshimiwa. Unaweza kuona? Sasa vijana wamepolisha sahau kama walipita kwenye nyakati ambazo sio za mabadiliko, sio za kugeuka. Wakaona kwa sababu ana uwezo wa kuwa na fedha, ana fedha nazo, ni kuchukua tu mtoto wa watu na kuingiza ndani. Kwa hiyo kuna milango imefungwa. Hii milango tu, milango ya uzao imefungwa. Milango ya baraka za uzao zimefungwa. Kwa hiyo kuna majibu, kuna jibu nalitoa hapa. Wewe kijana, ukirekebisha tu kujua thamani ya kwenda kwa wazazi wa huyo binti, nataka nikwambie mwezi wa 10 tarehe 27 utakuwa na mtoto wa kiume. Amen. Amen. Wewe binti, ukimsaidia huyu kijana kwenda kwa wazazi wako na kuyaweka sawa mambo yenu, Mungu hakuacheni. Mungu atalilizi hizo blessing. Amen. Hallelujah. Amen. Naongea na binti moja hapo, amepangiwa chumba na mwanaume. Yaani unaona kabisa nikiachana naye huyu mtu. Naongea na huyu binti ambaye tayari ulishaolewa alafu kaachika. Na umeachika bado una furaha kutembea na wanaume wa watu na vijana kadhaa. Na nataka nikwambie liko jibu hapa sasa hivi. Najua hiyo hali huitaki. Haya mazingira unaishi huyataki kabisa. Yaani najua ungepata muda tu kuniona ungeniambia, bwana mtumishi wa Mungu, ni kweli kabisa. Na hutaki kwa sababu unalipiwa kodi na huyu mwanaume. Unalipiwa kodi. Nataka nikuambie ukweli. Sasa sikiliza, liko jambo ambalo linakuja hapo. Utafika mahali utalia machozi kwa sababu yule mume wako ambao uliachana naye, yeye akuoa, yeye alidumu kwa Mungu. Na kwa sababu ameishi maisha yake kwa wema na uaminifu. Naongea na wewe binti, na wewe mama, ni mama wa watoto wawili. Naona ni mama wa watoto wawili. Naongea na wewe. Ameishi kwa uaminifu mwenzio. Lakini sasa hivi ninavyoongea, Mungu amemchukua huyo mwanaume. Sasa sikiliza, najua utaanza kujifanya una upendo sana. Sasa turn around ya magonjwa itakuwa juu yako. Ni vizuri ukajitokeza hata kwenye online hapo, kasema ndio naongea na wewe kwenye online hapa, kasema ndio nakuona naongea na wewe, na maana umekuwa mdanganyifu kwa muda mrefu sana, na umemkataa mume wako kwa sababu ya kujiona kwamba ulikuwa ni mzuri zaidi. Mume wako hakumwacha Mungu na sasa amelala. Sasa nini kinachofanyika? Wewe unavorudi kwenda kwenye kuhudhuria kwenye msiba wa mume wako, kuna turn around ya magonjwa yatakupata, na wewe ndani ya miezi 6 uta experience severe weakness. Magonjwa na udhaifu wa kutisha utaambatana na wewe. Sasa ni muhimu ku turn around kuanzia sasa. Tengeneza kwanza na Mungu aliye hai
kwa mwanaye Yesu Kristo. Amen. Na kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Ili uende kwenye majira mapya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeona Ibrahimu anakutana na watu walio sahihi. Amen. Anakutana na Melkizedeki. Melkizedeki anapa mkate na divai. Maana yake Melkizedeki hakuwa na baba wala mama. Biblia inasema Ibrahim alikutana na Yesu mwenyewe. Amen. Haleluya. Amen. Nini maana yake? Mara baada alipokubali kuturn around kwenye Mwanzo sura ya 12. Na mara alipokubali kuachana na Lutu, mambo mapya yakatokea kwake. Maisha, hakuna ushindi pasipo mapigano. Amen. Hamna ushindi pasipo mapigano. Amen. Wala hamna ushindi wowote pasipo kujitoa. Amen. Na kwenda kumaliza kipindi changu sasa hivi. Naongelea pointi moja muhimu sana. Hamna ushindi pasipo mapigano. Hamna ushindi wowote pasipo kujitoa au kujihatarisha. Mtu yoyote ambaye amepigana kwa ajili ya hatima yake, amen, ameokoa kizazi chake. Amen. Mtu yoyote ambaye amepigana kwa ajili ya hatima yake ameokoa kizazi. Amen. Mtu yoyote ambaye yuko tayari kujihatarisha, tambua hajihatarishi kwa ajili yake, anajihatarisha kwa generation yake. Amen. Ibrahim sio jambo rahisi kuachana na wazazi wake, lakini akasababisha baraka za uzao za uzao na uzao. Haleluya. Amen. Mathayo sura ya 11 mstari wa 12 anasema, tangu enzi ya Yohana Mbatizaji hata sasa wanaofanikiwa ni wale tu waliokubali kuturn around. Amen. Anasema since the day of John Baptist until now the kingdom of God has suffered violence, and as a violent takes it by force. Tangu enzi ya Yohana Mbatizaji hata leo washindi wanaotawala walikubali kugeuka. Amen. Kumbuka, namaliza kipindi sasa hivi. Mahali popote pale ulipo, wewe jua tu unaongea na nabii Lwambano. Amen. Mwana wa agano. Yes. Madhabahu safi ya saa ya urejesho. Kanisa nzuri la Victory Faith, Dodoma, Tanzania, Ihumwa. Mahali pa nguvu ya maelfu na maelfu. Watu wengi Mungu amewainua hapa. Wamama wengi wamebarikiwa hapa. Yes. Mabinti wengi wamebarikiwa hapa. Amen. Vijana wa kiume wamebarikiwa hapa. Amen. Ni mahali pa makimbilio. Amen. Wewe unachopaswa kusema tu, Alhamisi kesho nitakuwepo pamoja nawe. Amen. Nami utaniona physically. Sasa hivi unaniona online, lakini majira ya kuniona live yamewadia. Hallelujah. Amen. Point yangu ni hivi. Hakuna ushindi wowote kwenye dunia unaopatikana kwa kubembelezana. Amen. Na ndio maana tukaangalia Mathayo 11:12. Kila unaimwona leo Alfa amefanikiwa, kuna eneo amejihatarisha. Kuna eneo amegeuka. Maziko, kuna eneo ameliacha. Naongea na Pastor Peter, kuna eneo ameliacha. Amen. Naongea na Grace ananitazama, kuna eneo. Naongea na Happiness ananitazama hapa, kuna eneo. Amen. Kila unaimwona leo kwenye dunia, rafiki yangu Abdalla the King, kila unaimwona leo amefanikiwa, leo anaitwa mfalme, kuna eneo ameteseka. Amen. Kuna eneo, kuna wengine mpaka viungo vya mwili vimetoka, mpaka viungo vya mwili vimejeruhiwa. Ni kwa sababu ya kupigania uzao, generation yake. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nini kifanyike? Kinachopaswa ni kuhakikisha kila mmoja uliyenifuatilia, jambo la kwanza ni kukubali kutubu dhambi zako. Toba ni ya thamani sana kwenye maisha. Toba ni ya thamani sana. Tubu makosa yako. Kataa kabisa kudumu kwenye dhambi. Dhambi ni kifo. Dhambi ni kaburi. Dhambi ni mauti.
Unaweza kuniuliza dhambi ni kitu gani prophet? Nataka nikwambie, usio mtu wa kuonea wenzako. Usio chanzo cha kumfanya mwenzako aingie kwenye uharibifu. Mwaka huu ni mwaka wa hasira ya Mungu na mtu. Acha dhambi. Kuna dhambi za mwili. Narudia, kuna dhambi ya mwili. Kuna mwili wa nyama ambao unasababisha uwe na hasira, uwe na uchungu ndani yako. Biblia inasema kwamba ukiwa na uchungu ndani yako, wala usijisifu kama unamjua Mungu. Maana hekima yoyote inayotoka kwa mtu mwenye uchungu ni hekima ya kimashetani, na hekima hii ni ya duniani. Kwa hiyo haijalishi hata kama unamwona ni mtu ana preach na ubiri injili sana, lakini ana uchungu, ana hasira, ana ghadhabu ndani yake, huyu mtu sio wa Mungu. Hallelujah. Amen. Toba, repent. Amen. Majira ya toba ni haya. Amen. Majira ya kutubu ni haya. Amen. Majira ya kuacha dhambi ni haya. Amen. Ndo turn around. Biblia inasema kwenye Isaya 43 ule mstari wa 18 na 19, anasemaje? Anasema, unanisomea pale andiko la haraka haraka kwa sababu nakwenda kumaliza kipindi changu. Anasemaje hapo? Ni muhimu kugeuka. Mungu hana utani. Amen. Kwa sababu ni mwaka wa Mungu na mtu. Kwa hiyo Mungu hana utani na we mama. Amen. Mungu hana utani na we binti. Mungu hana utani na we kijana. Amen. Mungu hana utani we binti ambao unapora waume za watu. We binti ambaye unakaa unajiremba remba ili kuiba wanaume za watu, kutega vijana mitaani. Majira haya Mungu atakuondoa. Mungu atakuua. We kijana, muda wote unatamani vibinti vya watu, unatamani wake za watu. Mungu atakuondoa. Ni majira ya mgeuko. Geuka. Amen. Biblia inasemaje? Isaya 43 hapo mstari wa 18 na 19 inasemaje? Msiyakumbuke mambo ya kwanza. Number 1, toba maana yake ni kukataa kukumbuka mambo ya zamani. Amen. Unakubali kuachana nayo. Nikasema marafiki achana nao, wasiofaa achana nao, waliokukwaza achana nao. Songa mbele. Mara zote msalaba ni mbele, dunia iwe nyuma. Ni majira ya Bwana, ni majira, ni saa ya urejesho na nabii Romano. Ni majira ambayo Mungu anatutaka, Mungu analazimisha tuingie kwenye tumbo la uzao wake. Amen. Kwenye tumbo la heshima. Yes. Kwenye tumbo la kibali. Amen. Kwenye tumbo la nguvu zake. Haleluya. Amen. Anasema endelea pale, wala msitafakari mambo ya zamani. Acha kutafakari mambo ya zamani. Tazama nitatenda neno jipya. Nitatenda neno jipya. Sasa litachipuka. Litachipuka. Je, hamtajua sasa? Je, hamtajua sasa? Nitafanya njia hata jangwani. Kwa number 1 repentance. Yes. Number 2 forgiveness. Amen. Maana msamaha. Samehe watu, sahau. Samehe watu, nenda na mambo yako muhimu ama Mungu anakwenda kukutana na wewe kule mbele. Amen. Achana na majitu ambayo yamekukwaza. Achana na hayo. Achana na hao watu. Achana na mtu aliyeumiza moyo wako. Achana nao. Wewe nenda mbele, msalaba ni mbele, dunia iwe nyuma. Amen. Ola karaba sitote. Yes. De sokoraba sakata. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Baada ya pointi hizi 2, kesho tutaendelea sehemu ya pili. Mahali hapa Alhamisi saa 10 kamili tutakuwa hapa. Mungu akuinue sana. Amen. Wewe ambao umekuwa pamoja nami kuanzia ile hatua ya mwanzo kabisa wa kipindi hiki cha saa ya urejesho. Kumbuka kuna open doors for a new season. Kuna malango yaliyo wazi kwa ajili ya majira mapya. Mungu Baba aliye hai, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, Mungu ambaye amekujua wewe tokea sirini, na hata hapo mengine hujayatamka, na hata mengine hujamuonesha mtu yote, lakini Mungu amekuona. Na tamka kwa jina la Yesu kuanzia sasa, Mungu akufungue sasa. Amen. Mungu akuondoe kwenye kila hali iliyo mbaya. Amen. Mungu akuondoe kwenye kila hali ya magonjwa. Amen. Mungu akutoe kwa jina la Yesu. Amen. Naongea na wewe ambao uko hospitali sasa, ambao umelazwa hospitalini. Inawezekana unaona kabisa ugonjwa huu utaniondoa,
Nataka nikwambia Mungu anahitaji tu kwamba ugeuke na umtegemee yeye. Ugeuke na kusema ya kwamba Mungu wa mbingu na nchi, kwa damu ya mwanao Yesu Kristo, ninaamini kuanzia sasa damu ya Yesu inanena mema. Naondoka kwenye kitanda, nami naamuru sasa kwa jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu akuungamanishe na madaktari walio sahihi. Kila dawa ambayo unaipata kwenye kitanda ilete neema na kibali cha uponyaji kwenye mifupa, kwenye mishipa, kwenye ufahamu wako. Iwe kwako in the name of Jesus. Naongea na wafanya biashara mahali popote pale. Inawezekana biashara yako umeingia mwaka huu unaona mambo hayaende na staki. Nataka nikwambie tu iko neema ya mgeuko. Kutana na kipindi cha saa ya urejesho. Iko neema ya mgeuko. I command right now in the name of Jesus. Oh, receive now. Hey, the turnaround grace right now kwa jina la Yesu. Ile neema ya mgeuko kwenye biashara yako. Natuma neno la kinabii mahali pale dukani. Natuma neno la kinabii mahali pale popote unapofanya biashara, biashara iliyo njema. Neno la kinabii sasa likakusanya wateja. Mungu akupe lugha iliyo njema. Mungu akupe usemi ambao utakusanya wateja. Pokea in the name of Jesus. Eneo lako la kazi, wakuu wako wakuone wewe bora. Wakuu wako waone ni bora. Wakuu wako waone ni bora zaidi. Natamka mafuta ya Roho Mtakatifu yawe juu yako. Natamka neno la uponyaji kwa yule wewe unasumbuliwa na tumbo chini ya kitovu. Yes. Natuma neno la uponyaji sasa hivi kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, natamka neno la uponyaji kwa huyo mama chini ya kitovu chake kwa jina la Yesu. Nasema na huyu mtu ambaye moyo ukimsumbua, nasikia maumivu ya moyo, pokea uponyaji sasa. Pokea uponyaji sasa. Nasema na mtu anayesumbuliwa na kichwa, ndio kichwa upande wa kushoto, kwa jina la Yesu pokea sasa. Kwa damu ya mwanakondoo, wewe nguvu za giza, wewe ushirikina, wewe uchawi uliokamata kichwa cha huyu mama, uliokamata kichwa cha huyu baba, naamuru sasa out in the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu, achia sasa. Mwachie kifua chake, achia tumbo lake, achia familia yake, achia ndoa yake, achia biashara yake. Kuanzia sasa mtu huyu amegeuka. Mungu ni sehemu yake. Amemkimbilia Mungu aliye hai. Ewe Yesu Kristo, wewe ni mtetezi. Wewe ni mkuu. Wewe ni Bwana wa Bwana. Wewe ni Simba wa kabila Yuda. Wewe ndio mwokozi wetu. Baada ya kupokea maombi haya ya kinabii, ebo nisaidie kusema neno haya. Bwana Yesu, ninasogea mbele zako. Mimi taja lako, mimi Isaya. Andika jina langu leo kwenye kitabu cha uzima. Futa majina yangu yote kwenye kitabu cha hukumu. Kuanzia leo mimi Bwana Yesu nimeokoka. Nimekupokea wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ngoja shika moyo wako nikuombee. Baba Mungu, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya kijana huyu. Asante kwa ajili ya mama huyu. Asante kwa ajili ya binti huyu. Kwa jina la Yesu msamehe na kumtakasa kabisa kila aina ya makosa na dhambi ambayo aliwahi kukutenda. Natambua thamani ya damu ya mwanao Yesu Kristo iliyomwagika pale Kalvari. Bwana Yesu, damu yako inanena mema. Natangaza inene mema kwa yule kijana, inene mema kwa huyo mama, inene mema kwa huyo binti, inene mema sasa kwa jina la Yesu Kristo. Natamka amani ya kweli ndani ya nchi nzuri ya Tanzania. Natamka uzima na uponyaji. Natamka afya njema kwa kila aliyo mwaminifu ambaye amekifuatilia kipindi hiki cha saa ya urejesho. Baada ya maombi haya ni vizuri ukasema amina, amina. Amen. Mwisho nawakaribisha sana kwenye kipindi cha saa ya urejesho, lakini tunawakaribisha kwenye kanisa nzuri la Victory Faith Dodoma, Tanzania. Mahali hapa Ihumwa, wala sio sehemu nyingine. Amen. Ukifika Ihumwa, mkifika tu Ihumwa, uliza kanisa la Victory Faith au madhabahu ya saa ya urejesho, na utakutana na mimi hapa ambayo unaniona. Mungu akubariki sana sana. Vipindi vyetu ni kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 10 jioni mpaka saa 12, na kila siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 7.
Mungu akutie nguvu, Mungu akuinue. Amen. Mungu akubariki. Amen. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu aliye hai. Yes. Unachopaswa, niletee wagonjwa wote, Yesu atawaponya hapa. Amen. Niletee wasiojiweza wote, Yesu atawaponya hapa. Amen. Mahali hapa ni mahali pazuri. Amen. Mahali hapa ni mahali pazuri. Amen. Ni kwa sababu ni majira ya saa ya urejesho. Amen. Iwe kwako hata kuzidi. Amen. Amen.